Bwana, huu ndo mwisho wa huu mzigo mtamu wa kuitwa Power, ikiwa ni sehemu ya 21. Lakini kwambia tu, ndo tunavyoenda kuimaliza hii Power, ndo kuna kigongo kingine kinakuja kinaitwa Rise Up kutoka kwake mwandishi Edda Jim Sulwa. Yaani tunamaliza Power alafu inaanza nyingine inaitwa Rise Up, na nimeiposti pia kijana fulani hivi wa boxing, upiganaji, masuala ya boxing, upiganaji na nini, bonge moja la simulizi. Hiyo inakuja baada ya kumaliza hii Power, na leo ndo tunaimaliza hii Power. Sasa nikukumbusha, katika sehemu iliyopita msikilizaji, tulisha pale kwenye fumanizi ambapo bidada Shaviela pamoja na Ethan wako hotelini chumbani. Ghafla unasikia mlango uko nje unagongwa na babake Shaviela, ndiye alikuwa anagonga. Sasa itakuwaje kwenye hili fumanizi? Bwana, karibu kwenye sehemu ya 21. Kwa hiyo tunafanya nini sasa? Hapo nilimuuliza Shaviela, huku mwili mzima ulikuwa ukinitetemeka kwa uoga. Shaviela alikosa hata cha kunijibu zaidi ya kuzunguka tu ndani humo. Nilivaa nguo zangu kwa haraka, na nilipohakikisha kwamba niko vizuri, nilichungulia chooni ili niweze kuona kama kuna sehemu ya kujificha. Ila ubaya ni kwamba hakuna sehemu ambayo nitajificha na kushindwa kuonekana. Jinsi mlango ulivyokuwa unaendelea kugongwa, ndivyo jinsi tulivyokuwa tunazidi kuchanganyikiwa. Nikafungua dirisha la chumba hiki, nikachungulia nje. Umbali wa kutoka hapa juu nilipo hadi chini, endapo nitajirusha, basi kitendo hiko kitapelekea kuwa huo ndo mwisho wa maisha yangu. Ama naweza nikavunjika vipande ambavyo vitafanya nishindwe kucheza mpira maisha yangu yote. Ingia chini ya kitanda. Shaviela alinishawishi hivyo. Kwa haraka nilichungulia chini ya kitanda, niliona nafasi ambayo ninaweza nikaingia nikajibanza vizuri. Sikuhitaji kupoteza muda. Niliingia chini ya kitanda na kisha nikajikausha kimya. Baada ya sekunde kadhaa, nilisikia sauti ya baba Shaviela akimfokea mwanae ni kwa nini ametoroka hospitalini. Kwanza nataka kujua, upo na nani humo ndani? Niko peke yangu baba. Peke yako? Muda wote ulikuwa unafanya nini ushindwe kuja kufungua mlango? Baba, nahitaji kupumzika. Sitaki mtu hapo hotelini, na hata hao mapolisi wako uliweza kuingia nao humu ndani, sitaki niwaone, tokeni. Shaviela alizungumza kwa kufoka. Kijiupenye kidogo cha shuka ambalo lilikuwa limegusa ardhini likitokea kitandani. Nilishuhudia askari hao wakitoka ndani humu. Shaviela akabaki peke yake na baba yake. Mwanangu, kwa nini unanipa wasiwasi? Unajua ni jinsi gani ninavyokupenda. Hebu tazama hali yako. Tafadhali, twende nyumbani. Baba. Naam. Unatambua fika ya kwamba nina hamu ya kufa? Ndio natambua mwanangu. Hivyo nahitaji kuwa peke yangu. Jinsi unavyoendelea kunisumbua na kunifuatilia mambo yangu, nitajiua mimi. Nitakufa na utashuhudia maiti ya mwili wangu mbele macho yako. Usiongee hivyo Shaviela mwanangu. Kwa hiyo unataka nibaki peke yangu? Unataka nimpende nani zaidi yako wewe mwanangu? Kwa nini Ethan aliondoka hospitalini pasipo kuniaga? Yule mwanaharamu, achana naye. Hana hadhi ya kuwa na mwanamke mzuri kama wewe. Sitaki una mahusiano na kijana mweusi. Ataharibu sifa na rangi ya wajukuu wangu ambao mimi ninataka wawe. Maneno ya baba Shaviela ujora nifanye kwanza nishushe pumzi taratibu kule uvunguni mwa kitanda. Kwenye maisha yangu toka nilipokuwa mtoto, nimepitia maisha ya ubaguzi wa rangi. Baba, toka nje. Shaviela, nimesema toka nje baba. Na sitaki nikuone tena kwenye maisha yangu. Unamdharau mwanaume ninayempenda. Mwanaume ananifanya niishi kwa ajili yake. Na kuanzia sasa usinitafute baba, nakuchukia. Nakuchukia. Shaviela aliendelea kulalama kwa hasira huku akilia kwa uchungu mwingi mno. Wewe ni mwanangu na nina mamlaka juu yako. Huwezi kuniletea mambo ya kijinga nikawa na kutazama tu. Ebu ingieni ndani. Hapo nilishuhudia miguu ya watu kama 4 wakiingia ndani humo. Nilisikia kelele za Shaviela akiomba achiwe, na baada sekunde kadhaa nilisikia ukimya.
Hiyo sindano ya usingizi itamchukua masaa mangapi mpaka ajiamke? Masaa 6 mkuu. Sasa safari iwe moja. Ni moja kwa moja mpaka uwanja wa ndege. Hakikisheni ya kwamba anafika Marekani akiwa jitambui. Kila mtakapoona dalili ya kuzinduka kwake, basi mchomeni sindano ya usingizi. Sawa mkuu. John, wewe utabaki hapa. Kuna kazi nahitaji nikupatie. Kazi gani mkuu? Kuna huyu mwanaharamu amesajiliwa na timu ya Real Madrid. Nataka uhakikishe kwamba mnamsababishia ajali ambayo itamuondoa kwenye hii dunia. Sawa? Hapo uvunguni huku mwa kitanda, mimi nilishtuka sana kwa kusikia haya mazungumzo. Mwili ulizidi kutetemeka. Nilishindwa hata nianzie wapi katika hili jambo. Sawa mkuu. Na hii nataka iwe ni siri. Na endapo utafanikiwa kumuua kwa ajali, utoweke hapa Spain haraka iwezekanavyo. Sawa, nimekuelewa mkuu. Haya, twendeni. Nikasikia mlango pale ukifungwa. Nilisubiri kama dakika 5 hivi. Niliporidhika na ukimya uliopo humu ndani, nilitoka uvunguni mwa kitanda huku nikiwa na wasiwasi mwingi mno. Nilikaa kitandani huku nikiwa ninatafakari maneno ya huyu mzee na kijana wake ambaye sijamwona sura yake. Unajua, mpaka nikamuuliza yule jini Ethan kwamba ni nini sasa hiki ndugu yangu. Usiogope. Vita yake huyu inaisha mapema sana. Hapo jini Ethan alizungumza huku akiwa amekaa kwenye moja ya kiti. Nikasema sasa nini ambacho tutafanya? Ipo hivi, ili kumuondoa kabisa kwenye madaraka yake na kumpeleka jela moja kwa moja, nitabadilisha sura yangu na kuwa sura yako. Nitatumia gari lako, na kutokana na kwamba wamepanga kukuua kwa ajali, endapo watakugonga na lori, basi itakuwa ni mwanzo wa kuianza kesi yako ya kumshtaki yeye. Sasa nitamshtaki vipi ikiwa nitakuwa sina uthibitisho kwamba yeye ndo kafanya haya? Hapo Ethan akanirushia simu. Niliona faili la audio, nikalifungua. Nilianza kusikia mazungumzo ya mzee huyu akibishana na mwanae hadi alipotoa kazi ya kuuawa kwangu. Hiko ndicho kithibitisho cha kumfunga yeye na kumwangamiza kabisa. Okay, sawa, nashukuru sana kwa hilo rafiki yangu. Wala usijali, ndio jukumu langu. Naam. Tukatoka hotelini hapa, mimi na jini Ethan, pasipo mtu yote kuweza kufahamu ya kwamba nilikuwepo kwenye hii hoteli. Kwa kutumia usafiri wa taksi ya kukodi, nilirudi nyumbani kwangu huku nikimfikiria sana huyu mzee. Ni kwa nini amejawa na chuki kubwa sana juu yangu? Alfajiri na mapema, jini Ethan alifika nyumbani kwangu. Alichukua funguo ya gari langu moja la kifahari. Akaniambia, leo usitoke kabisa nyumbani kwako. Nikamwambia, kwa nini? Hili ninalokwenda kulifanya litatingisha ulimwengu. Usijue kafanya nimeonekana nimekufa ndugu yangu. Hapana, hutokufa, ila ni kazi ya kumtowesha huyu mzee. Kaa vizuri kwenye TV yako. Nikasema sawa. Walinzi wako nitawaaga ya kwamba ninakwenda mazoezini. Sawa. Kweli jini Ethan akaondoka hapa nyumbani na akaniacha mimi humu ndani. Nilimshuhudia kitoka getini na gari langu aina BMW. Hapakuwa na mlinzi wangu aliyemgundua, kwa maana ya kwamba mbadilika na kuwa katika hii sura yangu. Kitu nilichokuja kukigundua ni kwamba jini Ethan ameondoka na simu yangu na kuniachia simu ambayo alinikabidhi jana usiku. Simu hiyo ilianza kuita. Nilitazama vizuri na nikafahamu ni simu yangu. Oya, vipi, mbona umeondoka na simu yangu? Nimefanya hivyo ili kuzidi kuweka uthibitisho wa hili tukio. Kuna gari nyeusi dogo inanifuatilia nyuma yangu. Ni gari kina nani? Ni ya hao watu. Basi kuwa makini. Natambua ni wapi watakaponivamia, ila usijali. Hapo jini Ethan alikata simu hii na kuniacha katika mshangao mkubwa mno wa kujiuliza. Niliwasha TV huku nikijaribu kusubiria habari hiyo kwa umakini sana. Na baada dakika 12, habari ya dharura ilianza kutangazwa kutoka katika kituo cha habari cha taifa, ikionyesha habari ya mimi kupata ajali kubwa mno ya gari, huku gari yangu ya gharama ikiwa imepondeka vibaya mno. Kwanza nilishusha pumzi huku nikiendelea kuona waokoaji wakifanya juhudi za kuhakikisha kwamba wananiokoa kutoka ndani ya gari langu. Hapo nilimshuhudia jini Ethan akichomolewa ndani ya gari hilo huku akiweko hoi bin taban. Nilichungulia dirishani, nikaona gari mbili za walinzi wangu zikitoka kwa kasi na naimani kabisa walikuwa wanaelekea eneo la ajali ilipokuwa imetokea. Nikajisemea kimoyo moyo, kazi kweli kweli.
Nilijisema hivyo kimoyomoyo huku nikitazama jinsi jini Ethan anavyoingizwa ndani ya gari na kukimbizwa hospitalini. Nikaanza kubadilisha channel za TV na kila kituo ninachofungua habari yake kilikuwa kinaeleza juu ya ajali yangu, huku wengi wakiwa wanasema kwamba star mpya wa Real Madrid yapata ajali mbaya sana. Baada ya dakika 10 hivi, vyombo vya habari vikaripoti hospitali niliyokuwa nimepelekwa. Mashabiki wengi sana wakiungana na waandishi wa habari walijitokeza katika hiyo hospitali, huku wakiwa na mashada ya maua pamoja na makadi makubwa. Wengi wao tayari walikuwa wameshachapisha t-shirt na mabango wakiniombea niweze kupona. Ghafla Ethan akatokea humu ndani, akaniambia kazi imekwisha. Ethan alitokea humu ndani huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia, "Hey, sasa imekwaje?" Sasa hivi mwili huo wa bandia upo katika chumba cha upasuaji. Hapa madaktari wanajitahidi kuweza kuyashtua mapigo yako ya moyo. Tunaweza kwenda? Ya, nimekuja kukuchukua. Ethan alinishika mkono. Bana, kufumba na kufumbua sote wawili tukatokea katika chumba cha upasuaji. Niliona madaktari jinsi wanavyojitahidi kuyashtua mapigo yangu ya moyo kwa kutumia mashine maalum. Nikatazama mashine ya mapigo ya moyo na nikayashuhudia ikiwa katika 0% kabisa. Nikamuuliza jini Ethan kwamba sio utasema sasa mimi nimekufa. Ngoja kwanza. Hapo jini Ethan alizungumza huku madaktari hawa walizidi kujitahidi kushtua mapigo ya mwili. Walipoanza kutingisha vichwa wakiamini kwamba mimi nimekufa, ndipo jini Ethan akaingia katika mwili huo na mashine ya mapigo ya moyo taratibu zikaanza kupandisha mapigo ya moyo. Madaktari wote wakashangaa mara baada kumwona Ethan anayefanana na mimi amefumbua macho. Ethan akakaa kitandani na kuzidi kuwashangaza madaktari. Nipo wapi hapa? Ethan ambaye ni jini aliwauliza madaktari, wakamwomba aweze kulala kidogo. Niko wapi? Madaktari wakamwambia upo hospitalini. Ni muda mchache uliopita umepata ajali. Nimeumia. Tumekupatia kwanza huduma ya kwanza na baada ya hapo tutahakikisha kwamba tunakufanya vipimo vya X-ray ili tuweze kujua kama kuna eneo lolote lenye tatizo. Daktari mmoja alizungumza hivyo na kumfanya jini Ethan kutingisha kichwa akionyesha kukubaliana na hilo wazo. Jini Ethan aliniita, mimi nikasogea katika kitanda hiko na hapakuwa na daktari yeyote aliweza kuhisi uwepo wangu humu. Ethan aliniomba nilale hapa kitandani na nikafanya hivyo huku yeye akijitoa kitandani hapa na kusimama pembeni. Jamani, mapigo ya moyo yamerudi kama kawaida. Kwa tunaweza tukampeleka chumba cha X-ray. Daktari mwingine alishauri hivyo, wakanitoa chumbani hapa. Nje chumba hiki nilikuta baadhi ya wachezaji wenzangu pamoja na walinzi wangu wakiwa wanasubiria kupata taarifa ya madaktari. Hadi yake iko vipi? Kocha alimuuliza daktari mmoja huku kitanda nilichokuwa nimelazwa kikiendelea kusukumwa. Tutawapatia taarifa kamili, ila kwa sasa tunaomba mtupatie nafasi ya kuweza kufanya kazi yetu. Kweli bwana, niliingizwa kwenye moja ya chumba, nikalazwa kwenye mashine maalum ambayo hata siifahamu inaitwaje. Uzuri ni kwamba mwili wanaofanyia X-ray ni mwili wangu halisi kabisa ambao haujaumia. Wakaanza kunifanyia vipimo vyao na madaktari wote walibaki wakiwa wanashangaa, kwani hakuna hata mfupa ambao umevunjika wala kushtuka. Hili haliwezekani. Hebu rudeni tena jamani. Wakarudia zaidi ya mara 5 kunifanyia vipimo vya X-ray na hawakuweza kuona kitu chochote. Ikiwezekana jamani, naomba mniruhusu nirudi nyumbani kwangu. Hapana, kwa leo utakaa hapa hospitalini ili tuendelee kuichunguza afya yako. Kuna uwezekano kukatokea mabadiliko yoyote usiku ikiwa ni tatizo. Ni kweli Ethan, inabidi iwe hivyo. Tupe nafasi nyingine ya kuendelea kuichunguza afya yako, kwa maana jinsi picha ya gari inavyoonyesha ilivyopondeka hadi sasa, hatuamini kama kuna jambo lolote baya ambalo limeweza kutokea mwilini mwako. Nikasema sawa madaktari, kazi kwenu. Ila msiwaeleza mashabiki zangu chochote juu ya hali yangu. Ila wachezaji wenzangu ninaomba muweze kuwapatia taarifa. Usijali, tutafanya hivyo. Kweli nikatolewa katika hiki chumba, nilipelekwa katika chumba cha kupumzikia. Wachezaji wenzangu wakanitembelea na kuweza kunijulia hali. Baadhi yao hawakusita kuweza kupiga picha zikinionyesha kwamba nipo salama na kuwatoa hofu mashabiki.
Mkuu wa polisi wa jiji hili la Madrid alifika katika chumba changu kwa ajili ya kunihoji maswali mawili matatu. Akaniambia, ajali inaonyesha lori ndilo lililokufuata na kukugonga. Upelelezi unazidi kuonyesha kwamba ajali hii ni ya kupangwa na si ya kawaida au si ya bahati mbaya. Je, unaweza kujua ni nani ambaye yuko nyuma ya ajali hii ili tuweze kumshughulikia? Nikasema ndio, anamfahamu. Mkuu huyo wa polisi pamoja na kocha walishtuka kidogo, kwani hawakutarajia kama mimi naweza nikamfahamu mhusika aliyeweza kunisababishia hii ajali. Sasa bwana Ethan, unaweza kuniambia ni nani huyo ambaye yuko nyuma ya hili tukio? Sitaweza kulizungumza nikiwa hapa kitandani, ila nitahitaji ulimwengu mzima uweze kufahamu ni nani ambaye yuko nyuma ya hili tukio. Unamaanisha nini Ethan? Wewe ni mkuu wa polisi. Wewe agiza vijana wako kufanya upelelezi katika hili tukio, la sivyo mimi nitauawa hata kama nikiwa hapa niko hospitalini. Mkuu huyu wa polisi akatazamana na kocha kwa sekunde kadhaa na kisha alitingisha kichwa na kukubaliana na kile nilichokuwa nimemweleza. Sawa. Na hii ni kadi yangu bwana Ethan. Namba zangu za simu zote ziko hapo. Ukiwa tayari utawasiliana na mimi. Nikasema nashukuru. Mkuu huyu wa polisi alitoka chumbani hapa na kuniacha na kocha. Kocha akaniambia, Ethan, unamfahamu kweli mshambuliaji wa ajali hii? Nikasema ndio kocha. Ni nani huyo? Nikamwambia usijali, nitakwambia pale muda utakapofika. Inabidi ulinzi uzidi kuimarishwa kwako. Nikasema usijali kocha katika hilo. Niko fiti na mechi ya kwanza kwenye ligi ninaweza nikacheza. Una uhakika? Nikasema ndio kocha. Na uhakika na ninaweza kucheza mechi ya kwanza. Basi tutaangalia ripoti ya madaktari ya hapa watakavyosema. Na madaktari wa timu watakaporidhika juu ya afya yako, basi mimi nitakupanga kwenye kikosi cha kwanza kitakachokwenda kupambana na watani wetu wa Atletico Madrid. Nikasema sawa kocha. Naam. Hapo kocha kaniaga na kutoka ndani hapa nikabaki niko na jina Ethan. Ukiruhusiwa kutoka hospitalini, andaa mkutano na waandishi wa habari na kisha hiyo sauti uweke hadharani. Sawa. Hivi yule mzee anaitwa nani? Anaitwa Alex Alvando. Ghafla mlango ulifunguliwa. Aliingia Fernando na mke wake. Bro, vipi, uko salama kweli? Niko salama ndugu yangu. Pole sana kaka. Unajua nimepata hii habari nikiwa katika ndege. Tulikuwa tunampeleka shemeji yangu kwenye hospitali moja vijijini Barcelona. Na shemeji, vipi, umeumia? Hapana shemeji, niko safi. Kweli? Nikamwambia ndio shemeji. Wala tusijali, hapo madaktari wamenipumzisha kwa muda na nikikaa sawa ataniweza kuniruhusu kutoka hapo hospitalini. Unajua nilijikuta nikilia shemeji yangu kwa jinsi habari ilivyotufikia. Tulitamani ndege iweze kugeuka hewani turudi, ila kwa bahati mbaya hatukuwa na huo uwezo. Nashukuru sana kwa kunijali pia. Ethan, vipi? Ni ajali ya bahati mbaya au ya kupangwa? Ni ajali ya kupangwa. Usitaki kuniambia kwamba yule mzee Alex Alvando ndo mhusika? Huyo ndo mhusika mkuu. Unaona mke wangu, nilikwambia. Na mzee yule mimi nimejaribu kumfuatilia mambo yake ya nyuma ya pazia. Nimekuja kugundua kwamba mzee yule ni mshenzi sana wa tabia. Shemeji, inabidi ukamshtaki mahakamani. Sema yule mzee ana nguvu sana serikalini, na ndio maana baadhi ya viongozi wanamtazama tu, na pia na undugu na mheshimiwa rais. Kama ni kupambana basi inabidi tutumie akili kubwa sana, na pia huwezi kwenda kumshtaki mahakamani pasipo kuwa na uthibitisho wa aina yoyote ile. Shemeji, mimi ni mwanasheria ujue. Endapo una kithibitisho chochote mimi niko tayari kusimama mahakamani kwa ajili ya kuweza kuipigania kesi yako. Fernando, mbona unaniambia kama shemeji hapa ni mwanasheria? Kaka, unajua mambo mengi kichwani. Ila ndo kazi yake, na ana kampuni yake kubwa inayomiliki jopo kubwa sana la wanasheria. Shemeji, na kampuni yangu kwa mwaka huu ndio kampuni nambari 1 hapa Spain na Uingereza kwa kushinda kesi nyingi tulizoletewa na wateja wetu. Hongera sana shemeji. Asante, na kuanzia sasa nitaanza utaratibu wa kuweza kumfungulia mashtaka mzee Alex. Nashukuru sana kwa msaada wenu mnaoweza kuendelea kunipatia. Wala hata usijali shemeji, sisi tuko pamoja na wewe. Fernando na mke wake wakalala hospitalini hapa hadi siku iliyofuatia. Asubuhi na mapema madaktari wakaniruhusu mimi kutoka hospitalini hapa. Moja kwa moja tukaelekea kwenye ukumbi ambao tulipanga kuonana na waandishi wa habari kwa ajili ya kuzungumza nao. Ulinzi mkali ulikuwa umeimarishwa katika huu ukumbi. Kitendo cha kuingia ndani ukumbi huu, mianga ya picha za waandishi wa habari zikaanza kulindima
Tukapita moja kwa moja mpaka katika meza maalum iliyokuwa imewekewa pale mic. Habari za mchana jamani. Fernando alianza kuzungumza na waandishi wote wakaitikia. Japo wengi wenu mnanifahamu, ila acheni tu nijitambulishe. Naitwa Fernando, ni mchezaji wa Real Madrid. Kushoto kwangu ni mke wangu anaitwa Maria Fernando, na kulia kwangu ni rafiki yangu na ni mchezaji mwenzangu anaitwa Ethan Gropp. Jamani, nina imani ya kwamba wengi wenu jana mliweza kushuhudia juu ya ajali iliyoweza kutokea kwa rafiki yangu Ethan. Japo ni ajali mbaya sana, ila Mungu alikuwa upande wa rafiki yangu na alifanikiwa kutoka hai, na hadi hapa mnapomwona hakika yuko fiti kabisa. Nisiwe mwongeaji sana, labda nimkaribishe Ethan mwenyewe aweze kuzungumza. Fernando aliniachia mic. Mimi niliwatazama waandishi hawa wa habari kwa sekunde kadhaa na kisha nikatabasamu. Namshukuru Mungu kwa kuniokoa kutoka katika kifo. Nashukuru sana wale wote ambao waliguswa na ajali yangu, wale wote ambao waliniombea, na wengine waliweza kufika hospitalini muda mchache tu baada ya kusikia kwamba mimi nimepata ajali. Ajali ya jana iliweza kupangwa na mtu aliyepanga na alidhamiria kabisa kuweza kuniondoa kwenye hii dunia. Nina uhakika wa 100% muuaji ananitazama kwenye television kwa sasa, na na imani kwa kuwa niko hai, yani mimi kuwa kwangu hai, atajaribu kufanya shambulizi la pili ambalo hakika sifahamu litakuwa ni la aina gani. Nina ushahidi wa sauti wa huyo mtu. Wengi wenu nina imani ya kwamba mtakuwa mnamfahamu, japo mimi ni mgeni kwenye hii nchi, ila wengi mtakuwa mnamfahamu. Hapo msikilizaji, nilitoa simu aliyokuwa amenipatia Ethan nikaiweka mezani. Nikawasikilizisha pale mazungumzo ya mzee Alex na Xavier na kisha na kijana wake aliyekuwa amempatia kazi ya kuniangamiza. Waandishi wote walizidi kushangaa, huku wengine wakijawa na masikitiko. Nikasema huyu ndiye alipanga kuweza kuniua. Na imani ya kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vimeweza kulisikia hili lililokuwa limepangwa na kweli limetokea. Kwa naomba sheria iweze kufuata tu mkondo wake. Jamani waandishi wa habari, mimi nikiwa kama mwanasheria wa Ethan, huu shahidi tutaupeleka mahakamani ili sheria iweze kufanya kazi yake. Hapo shemeji yangu naye alizungumza kwa kujiamini. Waandishi wa habari walianza kunyosha mikono kwa ajili ya maswali. Nilimchagua mwandishi mmoja wa habari ili aweze kuuliza swali lake. Mwandishi akauliza, hadi kufikia maamuzi ya kuhitaji kukuua, je, kuna jambo gani ambalo uliweza kumfanyia mzee Alex? Hapo nikajifikiria kwanza kwa muda, huku nikimtazama Fernando pamoja na mke wake. Shemeji alinipa ishara niweze kuzungumza ukweli wote. Mimi nikaanza kuhadithia waandishi wa habari kuanzia siku nilikutana na Xavier, jinsi alivyojaribu kunieleza hisia zake na majibu niliyokuwa nimempatia. Niliwaeleza jinsi nilivyokwenda kumwona Xavier hotelini kwa ajili ya kuweza kumzuia asiweze kujua, na nikawaeleza jinsi baba yake alivyofika hotelini hapo na kuondoka na mwanae na kufikia hatua ya kuweza kuzungumza maneno hayo. Sasa hapo waandishi wote wa habari walikosa maswali, kwani majibu ya maswali yao nilikuwa nimeyajibu kwenye historia hiyo fupi nilowaambia. Baada ya mkutano huu kuweza kuisha, tukatoka nje huu ukumbi, tukakutana na mkuu wa polisi akiwa na maaskari pale wengine. Mkuu wa polisi akaniambia, "Mhusika tumeweza kumweka chini ya ulinzi na tunahitaji ushahidi." Mkuu wa polisi alizungumza hivyo huku akitutazama usoni. Waandishi wa habari hawakusita kuendelea kurekodi kila jambo linaloendelea hapo. Mimi nikakabidhi hii simu na kisha tukapeana pale mikono. Nikamwambia nina imani sheria itafuata mkondo wake. Ndio, wala utasijali katika hilo. Nikamwambia nashukuru kamanda. Tukaingia kwenye gari na kisha tukaondoka eneo hili. Moja kwa moja tukaelekea kwenye makao makuu ya club. Madaktari walinifanya pale vipimo vya mwili mzima ili kujiridhisha na majibu yaliyokuwa yametoka hospitalini. Majibu yakatoka salama na wala sina matatizo ya aina yoyote, na wakaniruhusu kucheza katika mechi yetu ya ufunguzi ya ligi ya La Liga. Inabidi ukakae kwangu kwa siku hizi 2 unazojiandaa kwa kombe. Unajua waandishi wa habari watakuwa wanakuandama sana kwa maswali mengi sana Ethan. Shemeji, ni kweli anachokisema rafiki yako. Unajua hiki kipindi unatakiwa upate mwanasaikolojia atakayeweza kukuweka sawa na ukasahau ajali iliyokupata. Itakuwa ni vizuri zaidi ukikana sisi. Kiukweli sikuona sababu ya kuwakatalia Fernando na mke wake katika hili. Tukaelekea nyumbani kwao na shemeji alinitafutia dada mmoja hivi ambaye ni mwanasaikolojia.
Vivi, kutana na Ethan. Ethan, huyu anaitwa Vivi, ni mwanasaikolojia mzuri sana. Hivyo atakuwa na wewe kwenye kipindi hiki kigumu unachokipitia. Nashukuru sana kukufahamu Vivi. Hata mimi nashukuru kukufahamu Ethan. Vivi, nakuamini. Utahakikisha shemeji yangu anarudi katika hali yake ya kawaida. Na Jumamosi aweze kutufungia magoli mengi mno kama siku ile. Ni kweli shemeji, wewe hujui tu. Mume wangu akiwa amefungwa, anapoteza furaha kabisa na anajisikia vibaya. Ila kishinda, anajiona furaha mno. Usijali shemeji yangu, nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu kwa huu msimu kuhakikisha kwamba ninampatia furaha huyu ndugu yangu. Tashukuru shemeji yangu. Sasa Vivi, kweni basi uhuru. Shemeji akaondoka sebreni hapa na kutuacha sisi wenyewe. Vivi alinitazama kwa macho yake makubwa kiasi na kisha akatabasamu kidogo. Ethan, tunaweza tukatembea pamoja? Vivi alizungumza huku akisimama. Nikamwambia ndio, hakuna tatizo. Tukatoka sebreni hapa na kuelekea eneo lenye bustani kubwa nyumbani hapa kwa Fernando. Ethan, naam. Huwa unapendelea vitu gani? Vya kimaisha au sijaelewa? Ukiwa mwenyewe huwa unapenda kufanya vitu gani? Mimi napenda kusikiliza nyimbo za R&B, kucheza games, hususan za mpira pamoja na mapigano. Ni msanii gani ambaye huwa unamsikiliza nyimbo zake? Bruno Mars, Adele, Michael Jackson, Westlife na wengineo wengi tu huwa ninapenda sana kusikiliza nyimbo zao. Okay. Je, games unapenda kuchezesha timu gani? Napenda kutumia timu ya Liverpool. Kwani Liverpool ikiwa wewe ni mchezaji wa Madrid? Unajua toka nilipokuwa mdogo nilikuwa naipenda sana Liverpool. Kipindi hiko wanacheza kina Gerrard, kina Xavi Alonso, kina Torres na wengineo. Hapa Madrid inatengeneza jina na kipato. Hapo nimekuelewa. Je, unapenda kujichanganya na watu au unapenda kuwa mwenyewe? Napenda kujichanganya na watu japo sio sana. Unajua unapokuwa maarufu ni ngumu sana kuweza kutembea barabarani kwa miguu. Watu watakuzonga zonga sana. Chakula gani unachopendelea kula? Napendelea ndizi na chakula kimoja hivi kipo nchini kwetu Tanzania kinaitwa ugali. Nimekifahamu. Unajua nilishawahi kukila siku nilipokwenda kutembelea mlima Kilimanjaro Tanzania. Kumbe ulishawahi kufika Tanzania? Ni nchi nzuri na natamani sana kuweza kurudi kwa mara nyingine nikaitembelee. Na usijali. Hapo nikamshika Vivi mkono wake wa kulia na kisha nikatazama pete yake ya ndoa. Mume wako anaendeleaje? Safi. Mbona unakigugumeza au nimefanya vibaya kuweza kukuuliza hilo swali? Hapana. Ila kidogo ndoa yangu ina matatizo na kwa sasa mimi na mume wangu tumetengana kidogo. Vivi alizungumza kwa sauti ya upole. Nilimtazama Vivi kwa umakini sana. Ni mwanamke mzuri, mwanamke ambaye ana kila aina vigezo vya kuwa mke wa mtu. Kwa nini ndoa yako ina matatizo? Unajua mume wangu ananilaumu ya kwamba mimi sina uwezo wa kumbebea ujauzito na ameamua kuwa na kimada wa nje kwa ajili ya kumbebea ujauzito. Yaani ni swala la mtoto tu. Unajua mtoto ni swala la majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Je, huyo kimada wa nje amempatia mtoto hadi sasa? Hapana, ni miezi 8 sasa toka tutengane na sijai kumuona huyo mwanamke hata tu kuwa na ujauzito. Ila tuachane na hayo Ethan, maana sihitaji sana kuyazungumzia kwa hiki kipindi. Kuna kitu chochote ambacho kinakusumbua kwenye uwepo wako wa akili ambalo limetokana na ajali ambayo umeipata? Hapana, niko sawa. Akili yangu iko vizuri na sina tatizo la aina yoyote. Hapa mimi ninachokifikiria ni kuhusiana na mechi tu ya ufunguzi wa ligi. Hivyo nahitaji kuwa katika kiwango kizuri zaidi ya kile ambacho nilikuwa nacho hapo awali. Okay, vizuri. Naweza kuwa karibu yako kwa muda mrefu. Kivipi? Unajua kazi hii niliyokabidhiwa inanipasa niweze kuwa karibu na wewe. Nifahamu mambo mengi sana kutoka kwako. Na inawezekana hapo unazungumza ya kwamba upo sawa, ila kwa undani katika akili utakuwa hauko sawa. Unajua watu wanaokutana na matatizo kama ya kwako kwa mara nyingi sana huwa wanaota njozi ambazo zinawakumbusha tukio hilo la ajali. Jambo hilo ni baya na linaweza likapelekea uwezo wako uwanjani ukashuka kwa kasi sana. Usijali katika hilo.
ila unaweza kufanya chochote unachoamini kitakuwa ni kizuri kwangu. Nashukuru kwa kunipa hiyo nafasi. Naam, msikilizaji, siku iliyofuata mimi nikarudi nyumbani kwangu huku nikiwa nimeongozana na Vivi. Kutokana na jukumu lake ni kunitazama katika kila mwenendo ambao mimi ninaupiga, nilimpatia chumba kimoja katika nyumba yangu. Sasa inabidi baadhi ya vitu vyangu inabidi niweze kuvihamishia hapa. Sawa, hakuna shaka. Ngoja nikakukabidhi kwa walinzi wangu waweze kukupeleka nyumbani kwako. Ukachukua vitu vyako unavyohitaji ili uweze kuhamia navyo hapa na kisha mtarudi pamoja. Nashukuru kwa hilo. Basi kweli nikamkabidhi Vivi kwa mkuu wa walinzi wangu hapa na kisha akaondoka naye. Nilimpigia simu Latifa na niko bahati nzuri nikakuta simu yake iko hewani. Ethan, mume wangu, naogopa. Uko salama kweli? Niko salama mke wangu, na wala usihofie juu ya usalama wangu. Nimeweza kuruhusiwa niweze kuja nchini huko wiki ijayo. Ndivyo balozi wa Spain alivyokuambia, si ndio? Ndio. Kidogo visa ilikuwa ina shida ila mambo yamekaa sawa. Okay, sawa. Ngoja basi tutawasiliana baadaye. Okay, poa. Nilikata simu ya Latifa na kisha nikasogelea TV hii kubwa iliyopo chumbani kwangu ambayo inaonyesha video zote zinazorekodiwa na kamera za hapa nyumbani kwangu. Gari hili la kifahari aina ya Rolls Royce lilikuwa limesimama nje ya geti langu, likanifanya ninyanyue mkonga wangu wa simu ya mezani ili niweze kuwasiliana na walinzi wa getini wanaoendelea kuzungumza na mtu aliyomo ndani ya hilo gari. Mlinzi alipopokea simu nikamwambia, ni nani huyo mnazungumza naye hapo nje? Amejitambulisha kwa jina la Hawa na amesema yeye ni mke wako na hapa na mtoto wako. Hebu igeuze kamera ya hapo niweze kumuona vizuri. Mlinzi wangu huyu alifanya kazi hiyo na kweli nilimwona Hawa, mwanamke alinizalia mtoto wangu. Nikasema mruhusu niingie. Sawa mkuu. Gari hilo likaruhusiwa kuingia. Nikatoka chumbani kwangu kwa haraka na kisha nikakimbilia nje. Nilimkuta Hawa akifunguliwa pale mlango na dereva wa hilo gari. Taratibu Hawa alishuka huku akiwa amemshika mtoto wangu. Tabasamu lake lililonipatia usoni mwake kwa haraka likanifanya nimkimbilie na kumkumbatia kwa nguvu huku nikimbusu mabusu mengi kede kede. Ethan, mume wangu, nimekukumbuka. Hata mimi mke wangu. Unajua wewe umejuaje kama ninaishi hapa? Habari nilisikia juu ya kupata kwako ajali. Ile nichanganya kwa kweli na nimejikuta tu nafunga safari kuja huku bila hata kukuambia. Sikutaka mtoto wetu afya pasipo kukuona wewe. Nashukuru sana mama. Nilizungumza hivyo huku nikiendelea kumkumbatia Hawa. Na hapo ndipo taratibu nilimtazama mwanangu. Hakika hakuna sehemu ambayo mimi nimeibiwa. Mtoto huyu alikuwa amefanana sana na mimi. Na hakuna raha ambayo mwanaume anaipata kama mtoto afanane naye vibaya mno. Basi mimi ndo nilikuwa nimefanana kweli kweli na huyu mwanangu. Nilijisikia amani ya moyo. Karibu ndani. Kuna mizigo yote kwani kwenye gari? Ndio, kuna mabegi ya nguo. Wafanyakazi wangu wa ndani wakasaidiana pale na dereva kushusha mizigo kwenye gari hilo. Hakika kama ni surprise, basi hii ilikuwa ni surprise kubwa mno kwenye maisha yangu. Kwa siku kama ya leo, sikutarajia kuonana na Hawa pamoja na mwanangu niliyempatia jina la Ethan Junior. Haukupita muda mrefu sana Vivi alifika nyumbani hapa na kukuta ugeni huu ambao kidogo ulimshtua. Vivi, kutana hapa na Hawa. Ni mama wa mwanangu. Mwanangu huyu anaitwa Ethan. Na Hawa, huyu namwona hapa ni mwana saikolojia wangu ambaye toka nilipopata ajali basi ameweza kuwa karibu yangu ili kuhakikisha kwamba akili yangu inakuwa iko sawa. Nashukuru kukufahamu Vivi, na asante pia kwa kuhakikisha mume wangu anakuwa iko sawa. Hawa alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu pana usoni mwake. Japo Vivi alikuwa anajitahidi kutabasamu, ila kwa namna moja ama nyingine alikuwa hajapendezwa na huu ugeni. Nashukuru kukufahamu nawe pia. Asante. Wow, mna mtoto mzuri. Kweli eh? Yeah. Muone mtoto mzuri sana, amefanana na wewe babake. Nashukuru sana Vivi. Basi mimi niko juu jamani. Okay, sawa Vivi. Vivi aliondoka sebuleni hapa akiwa na mabegi yake na kisha alipandisha gorofani na akamfanya Hawa kumsindikiza kwa macho. Baby, mbona huyu mwana saikolojia wako anaonekana kama hajafurahia mimi kuwepo hapa? Sijajua. Anakutaka huyu mwanamke? Unasema? Ndio, anakutaka kimapenzi.
Hakika nimekuja kuishi na wewe. Na wewe ndio mume wangu na sitokuacha kamwe. Na huyu ni mwanao. Na nakupenda sana Ethan. Namuomba sana aweze achunge hisia zake, kwa maana kwamba hatambui ni wapi mimi na wewe tumeweza kutokea. Hawa alizungumza kwa msisitizo na nilijikuta nikikosa cha kuzungumza. Nilinyanyuka na nikamshika mkono Hawa na kuanza kuelekea juu ghorofani kilipokuwa chumba chetu, huku mkono mmoja nikiwa nimembeba mwanangu. Wow. Una nyumba kubwa sana Ethan. Nashukuru sana mke wangu. Unajua katika siku zote za kuishi peke yako humu ndani, hivi wewe kweli hujaleta mwanamke? Hapana bwana. Mbona umeanza na kuguna? Nimeguna kwa sababu wewe ndio hilo jambo ambalo unaliwaza kichwani mwako. Unahisi sijasikiliza story iliyokuwa unawaambia waandishi wa habari? Jinsi mwanamke alivyokupenda mpaka akataka kujua kwa ajili yako. Sasa hiyo ndio inakufanya wewe uwe na wivu na mimi? Ndio nina wivu na wewe Ethan. Laiti kama ningekuwa sijabeba ujauzito wako, hakika nisingekuwa na muda na wewe. Na ingekuwa imebaki kutukumbukumbu kwenye maisha yangu ya kwamba wewe ndio mwanaume uliweza kutoa usichana wangu tu. Ila nimebeba mpaka ujauzito wako na nimekuletea na mwanao. Na sasa mwanao na miezi 8. Hapo nahisi kwamba nitakusahau. Hawa alizungumza huku akiwa anaendelea kuzunguka ndani ya chumba changu hiki ambacho ni kikubwa sana. Najivunia kuwa mke wako Ethan. Tambua kwamba wewe kwa sasa ndio babangu na ndio mamangu. Nakupenda sana na nitakusikiliza kwa kila jambo ambalo utaniambia. Maneno ya Hawa yalizidi kuniacha kinywa wazi. Sijui hata nitaanzia wapi kumzuia Latifa asije nchini Spain ikiwa kila jambo nimeshaliweka sawa kwake. Hawa naye anahitaji kuishi na mimi. Wajua nilijikuta najikuna kichwa na nikawa nakosa nini cha kufanya. Ethan, naam. Unanipenda? Unanipenda? Ndio. Kweli? Ndio nakupenda. Basi nafurahi kusikia hivyo. Na nitaihamishia kampuni yangu ya sheria nchini Spain. Na kazi zangu zote nitakuwa nafanyia hapa Spain na sio Marekani tena. Hawa, mbona mambo unataka kuyapeleka haraka sana? Kumbuka hapa mimi ndio mume na sio wewe. Na kila jambo unalohitaji kulifanya, mimi natakiwa kuweza kulipitisha au kulikataa. Na sio unakuja tu kwamba unahitaji tu kuamua kwa kila jambo ambalo unalifikiria. Hapo nilizungumza kwa kujiamini sana, huku nikimtazama Hawa usoni mwake, kwa maana ya kwamba kwa kila jambo alilolizungumza kwangu kidogo lilikuwa lina ugumu katika utekelezaji. Kwa hiyo Ethan, unahitaji kuishi peke yako na sio uishi pamoja na mimi na mwanao? Hilo umelizungumza wewe Hawa. Ila kumbuka akili yangu jinsi ilivyo. Na kwa sasa natakiwa kuhakikisha kwamba ninashughulika na mpira kiwanjani. Sasa ukianza kuniingizia masuala ya ndoa ikiwa bado sijapanga kuoa kwa kipindi hiki, utakuwa unanichanganya sana. Nimekuelewa Ethan. Kesho nitakata tiketi ya ndege na nitarudi Marekani, mimi na mwanangu. Na kama utahitaji kuweza kuonana na sisi, basi utatufuata. Hawa, hebu nisikilize basi kwanza kidogo. Kila jambo linahitaji utaratibu. Hivyo unavyozungumza kwa hasira, utakuwa unakosea mke wangu. Hapana Ethan, unakumbuka ni kwa kipindi gani nimekaa mbali na wewe? Kipindi kirefu. Unahisi kwamba mimi kwa kipindi chote hiko sikuwa na hisia na wewe? Ulikuwa nazo. Kwa nini unataka kunisikiliza hisia zangu? Kumbuka mtoto wako anahitaji malezi ya baba na sio kuweza kukimbia. Kama ni pesa ziwezi kutengeneza upendo kwa mwanao. Ukaribu wako ndio unatakiwa kuweza kuhakikisha kwamba mtoto anakaa katika malezi yako mume wangu. Hawa alizungumza huku machozi yakimlenga usoni mwake. Alikaa kitandani huku akiwa amejinamia. Kama ni vituko, basi leo Hawa amemkuweza kunifanya vituko. Nilimsogelea na kisha nikakaa pembeni yake. Mke wangu, hebu niambie kwa nini unakuwa uko hivyo? Ethan, ninakuwa hivi kwa sababu nakupenda. Kunipenda tu ndio kunakufanya uwe hivi? Ndio mume wangu. Basi mtakaa hapa na mwanangu.
Sawa, lakini na ombi jingine. Ombi gani? Nataka mwanangu umwandalie urithi wake kabisa. Kwa maana maadui wanaokuinda wewe ni wengi, na endapo ukifa ni nani ambaye atatambua juu ya uwepo wangu na uwepo wa huyu mtoto? Maneno haya unajua alinishtua sana. Nilijikuta nikisimama huku nikimtazama usoni mwake. Nikamwambia sijakuelewa, hao unasemaje? Nielewe tu Ethan. Nataka mwanangu umwandikishe mrithi wa mali zako. Nikiwa bado hata sijafikisha miaka 25 niandike urithi kweli? Ndio Ethan. Je, juzi ungekufa ingekuwaje? Nani ambaye mimi ningemwaminisha kwamba huyu ni mwanao? Wengi si wangesema kwamba ninajipendekeza kwako, na ikiwa kwamba wewe na mimi hatujawahi kuonekana wala kuhisiwa kwamba tuna mahusiano ya kimapenzi. Unakumbuka kwamba nilikwambia nikutumie pesa kwa ajili ya kumlea mwanangu? Ulinijibu nini? Nakumbuka, ila kipindi kile ulimwengu mzima ulikuwa unajua kwamba wewe ni mfu. So kama ni mfu, kwa hiyo unahitaji sasa hivi kupata urithi kwa ajili ya mwanao. Ndio. Hawa unajua nilikuamini sana, na sikuwahi kufikiria kwamba ipo siku utakuja kuniambia upuzi kama huu unaoniambia leo. Mimi ndiye baba wa Ethan Junior, na najua na ninapaswa nini cha kufanya. Kuja kwako kwangu bila taarifa si kwamba unanipenda, ila inaonekana umekuja ni kwamba unahitaji kitu chenyewe ni pesa, na umemtoa mwanangu kama chambo ili uweze kufanikisha kile ambacho unakitaka, si ndio? Sasa basi, katika haya mawili chagua moja: kumwacha mwanangu mikononi mwangu na ukaondoka zako hapa Spain mikono mitupu, au niambie unahitaji kiasi gani cha pesa na uondoke huko kiniacha mwanangu na nitamlea mimi mwenyewe. Chagua moja kati ya hayo. Hapo nilizungumza kwa msisitizo, huku nikimtazama hao usoni mwake. Kitu nilichokiongea hakika kimetoka kabisa moyoni mwangu. Sijajua ni kwa nini hao wamebadilika kwa kiasi hiki hadi kufikia hatua ya kuning'ang'aniza mimi kumwandikisha mtoto wangu kwenye urithi wangu. Yaani kana kwamba sasa anafahamu siku yangu mimi kufa ni lini. Ethan, unajua kwa wewe nimekuambia chagua. Nikupe pesa umwache mwanangu hapa ukaendelea na maisha yako nchini Marekani, au uniachie mwanangu na uondoke mikono mitupu. Ninyi ndio wanawake ambao mnakuja kuwaua waume zenu kwa ajili ya pesa. Tena wewe ni mchaga mwenzangu, hakika sina imani kabisa na wewe. Nahitaji ile swali pelekwa mahakamani. Kufanya nini? Lazima nami nipate haki zangu za msingi kama mama wa huyu mtoto. Kwa hiyo hii ndo maana ya msingi uliokuwa unahitaji kuzana mimi. Sikukulazimisha wala kukuomba kuzana mimi, ila unaonifanyia hakika siwezi kuvumilia. Ninyi wanawake wa Kitanzania, kumbe nyinyi ndo mko hivi. Inakuwaje unakuwa unahitaji urithi wa mali zangu kwa kigezo cha kuzana mimi? Hili swali tutalizungumzia mahakamani. Tena nakwenda kufungua kesi Marekani, kwani huyu mtoto amezaliwa Marekani na ni raia wa Marekani na sio Mtanzania. Na okay, sawa, kuna shida. Kafungue tu kesi, ila mwanangu atakuwa chini ya uangalizi wangu kuanzia hivi sasa, na nitampatia huduma zote azitakazo. Siwezi kuondoka na kumwacha mwanangu hapa. Naondoka naye kwa maana kwamba mimi ndo najua uchungu wake, na nilikaa leba kwa kipindi chote hicho na wewe wala hukuepo. Okay, poa, ondoka. Nitakuja na mwanangu. Ethan, siondoki bila mwanangu, na nitafungua kesi ya umiliki wa huyu mtoto, na kama urithi wake utautolea mahakamani. Hawa akanipokonya mwanangu, akashika begi lake la mkononi na kutoka ndani hapa. Nilianza kumfuata kwa nyuma huku nikijaribu kumzuia, ila hakuweza kusimama. Alifika katika gari lilokuwa amekuja nalo na dereva wake akamfungulia mlango na kisha kaingia. Nahitaji mabegi yangu, Hawa alizungumza huku akiwa ameshusha kioo cha gari hilo. Mimi nikamwambia mfanyakazi wangu wa ndani kwamba kalete mabegi yake. Baada ya dakika chache akatoka na mabegi ya Hawa yakapakizwa kwenye gari. Ninaishi New York na kampuni yangu inaitwa HIL, Hawa International Lawyers. Hawa alifungua pochi yake na kutoa business card na kisha akanitupia. Utanitafuta ukija Marekani, kwa maana kwamba nimezungumza kwa ustaarabu, ila unaonekana ukunabisha. Sasa utaandika urithi wa mwanao mahakamani. Dereva, tuondoke.
Hawa baada ya kuzungumza hivyo, akafunga kioo cha gari na kisha kaondoka. Nikalisindikiza gari kwa macho mpaka lilipoweza kutokomea nje ya geti langu. Pole sana Ethan. Sauti ya Vivi ilifanya nigeuke nyuma kwa unyonge sana. Asante Vivi. Imekuwaje mgeni ameondoka kwa hasira na kwa haraka sana? Hajamaliza hata lisali moja ndani ya nyumba yako? Ni tumepishana kwenye swala zima la urithi na kuweza kuishi naye. Urithi? Wa nini? Anahitaji niweze kumwandalia mwanangu kama mrithi wa mali zangu zote, jambo ambalo sijaweza kukubaliana nalo. Bora ambavyo hujakubaliana nalo. Kwa sababu unajua wanawake wengi huwa wanakimbilia kuwazalia watu maarufu kwa ajili ya kuweza kupata pesa. Na wengine hufika mbali kama huyu ambaye anahitaji urithi mapema sana, na ikiwa mtoto bado ni mdogo. Anahitaji kufungua kesi mahakamani na ameniambia urithi nitautolea mahakamani. Japo yani sio mtaalamu kwenye masuala ya sheria, ila sidhani kama hapa Spain wanaweza kutoa hukumu kama hiyo ya kwako. Anafungulia kesi Marekani. Hapa inabidi uweze kuzungumza na mke wa Fernando juu ya hili swala, ili kama ni kisheria basi waweze kujipanga vizuri. Na okay, sawa. Ila upo sawa kweli Ethan? Kiukweli siko sawa. Naam. Baada ya kumjibu hivyo Vivi, niliingia ndani na moja kwa moja nikapitiliza mpaka chumbani kwangu. Nilimpigia Fernando na kumweleza kwa kila jambo lililoweza kutokea. Bana kaka, pole bana. Shemeji yako ameweza kusikia kila kitu. Hebu ongea naye kwanza. Naam shemeji. Mwache afungue kesi. Mimi na imani ya kwamba mahakama itatoa maamuzi mazuri kuliko kutoa maamuzi yako binafsi ya kuweza kumrithisha urithi mtoto ambaye hata mwaka mmoja hajafikia. Ina maana katika hiyo miaka 18 mbeleni ni lazima mama mtu awe ndio msimamizi mkuu wa mali hizo. Hapo unahisi kitatokea kitu gani kama sio utapeli wa mama mtu? Ndio jambo ambalo nimelihisi shemeji. Wewe kaa tu kwa amani. Ukitumiwa fax ya kuweza kutakiwa kufika mahakamani, basi na sisi tutakapoweza kujiandaa. Uzuri kampuni yangu inaweza kufanya kazi duniani kote. Hivyo kuwa na amani shemeji yangu. Nashukuru sana kwa kunitia moyo shemeji. Wala hata usijali. Na yule waziri amekamatwa. Hapa nimetumiwa email na mahakama. Wanatuhitaji Jumatatu ijayo. Kwa na imani ya kwamba hata wewe pia umetumiwa hiyo email. Sijafungua email yangu. Hebu acha kwanza nifungue niweze kuangalia. Okay, hakuna tatizo. Wewe kuwa tu na amani shemeji, hakuna litakaloweza kukupata baya katika kesi hizi mbili. Nashukuru sana shemeji yangu. Baada ya siku 2, nilipokea email kutoka mahakama kuu nchini Marekani ikinipa wito wa kwenda kusikiliza kesi ambayo imefunguliwa dhidi yangu. Nilimtumia shemeji email hii na baada ya kuisoma akapeleka pendekezo kwenye klabu yangu ya Real Madrid juu ya mimi kwenda nchini Marekani kwa ajili ya kuweza kushughulikia hii kesi. Uongozi wa timu wamekuomba uweze kucheza mechi hii ya Jumapili na kisha ndio uweze kuondoka. Nashukuru sana shemeji. Hapo msikilizaji, niliendelea kufanya mazoezi na wachezaji wenzangu kama kawaida. Siku ya mechi na wapinzani wetu wa mji mmoja ambao ni Atletico Madrid, hiyo siku bwana ikawadia. Kocha akanipa nafasi ya kuanza katika kikosi cha kwanza, huku Karim Benzema yeye akiwa ameanzia bench. Uwanja wetu wa Santiago Bernabeu ulikuwa umejaa mashabiki wengi mno. Nikasema, Mungu nisaidie. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikitazama washambuliaji wawili wa timu pinzani ambao ni Diego Costa pamoja na Antonio Griezmann. Mpira si ukaanza tena kwa kasi sana huku mashambulizi yakielekea golini kwetu. Fernando kwa ubora wake golini aliweza kunyaka shuti kali mno la Diego Costa. Ule mpira alivyoudaka akaupiga mbele, ukatua kifuani kwa Modric ambaye hakuweka mguuni. Alipiga pasi ndefu iliweza kunifikia mimi. Kasi na nguvu ilikuwa imenibariki Mwenyezi Mungu. Nilijikuta nikiambambana mpira huu pembezoni mwa uwanja. Nikamtishia beki wa kulia
kama vile nataka kupiga cross, ila nikausogeza mpira huu kwenye mguu wa kushoto. Nilimfanya beki huyu apite kwa kasi mno, huku akiburuzika kwenye nyasi za uwanja. Nikanyanyua uso wangu mara moja tu na kumtazama kipa jinsi alivyokuwa amekaa golini. Ebana, nilipiga shuti moja kali. Mpira ukaanza kuambaa hewani, ukaingia katika kona ya mwamba wa juu. Japo kipa alijaribu sana kuufuata ila hakuweza kuupata. Nikaandikia pale timu yangu goli la kwanza la kuongoza katika dakika ya 9 tu. Wachezaji wenzangu wakanikumbatia pale kunipongeza kwa hili goli. Mtanange ukaendelea, huku mashambulizi yakiwa ni makali vibaya mno. Mpaka zinatimia dakika 45, goli lilikuwa ni 1-0. Tukaingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwa ajili ya maelekezo kutoka kwa makocha wetu. Mmecheza vizuri, ila wapinzani wetu wako macho, na macho yao yote yapo kwa Ethan. Sasa jambo la kufanya, Ethan utashuka kidogo ukicheza namba 10, alafu Bale na Cristiano Ronaldo nyinyi mtasimama winga. Ethan, hakikisha kwamba mipira utakayopata kutoka katikati unaitawanya kwa hao watu wawili. Nikasema sawa kocha. Beki iko safi, hakikisheni kwamba Costa wala Griezmann hawashiki mipira wala kukaa nao. Marcelo, hakikisha unaendelea hivyo hivyo kumkabili Costa. Naona ameshaanza kupaniki, na akiendelea hivyo kadi nyekundu itamhusu. Kiwango ni kizuri, goli moja litosha, kwa maana muda wote linaweza kurudi, na likirudi basi itakuwa ugumu sana kupata goli la ushindi. Kwa tunatakiwa kupata pointi 3 za muhimu. Tusiwape nafasi Barcelona kuongoza hii ligi, kwani hadi sasa hivi wamempiga Valencia goli 4. Tukasema sawa, tumekuelewa kocha. Fernando, hakikisha kwamba mipira juu unaidaka kwa uangalifu, kwa maana kwamba wanaweza kukurukia kwenye mbavu na ukapata majeraha yakitaka kuweka nje kwa kipindi kirefu. Sawa? Sawa kocha. Haya, turudi uwanjani, twende uwanjani. Hapo tukaanza kurudi uwanjani, huku nikiwa nafikiria ni jinsi gani ninaweza nikang'aa leo nikashine, kwani kocha alikuwa tayari ameshanihamisha nafasi ya uchezaji. Mpira ukaanza kwa kasi. Nilifanikiwa kuupata mpira, nikaanza pale kuwatoka mabeki wa upinzani. Nilimtazama Cristiano Ronaldo na nikamwona akiwa yuko na kasi mno. Kasi yake iko vizuri, nikamtangulizia pasi ambayo iliweza kumfikia katika wakati sahihi kabisa. Ronaldo hakufanya kosa. Ebana aliachia shuti kali lililoweza kuzaa goli la pili na kutupatia nguvu na ujasiri wa kuhakikisha kwamba tunapata ushindi mzuri. Morali ya uchezaji ilizidi kupamba moto. Mimi na wachezaji wenzangu tulizidi kuweza kulishambulia goli la upinzani wetu, na pasi yangu ya mwisho ikafanikisha bwana Ronaldo kufunga goli lake la pili na kufanya tuongoze kwa goli 3-0. Hey, safi Ethan, Ronaldo alizungumza huku akinikumbatia. Tukaendelea pale na mashambulizi. Dakika ya 71 nilifanikiwa kudumbukiza mpira golini kwa kutumia kichwa. Niliunganisha cross kutoka kwa Bale. Bwana, shangwe lizidi kutawala uwanjani hapa. Dakika ya 75 niliweza kuwatoka mabeki na kipa wao. Nilifanikiwa kufunga goli la 5, huku kwa upande wangu nikiwa nimefunga hat-trick 3 katika mechi 2 nilizoichezea timu hii. Baada ya kumaliza kushangilia goli hili, kocha alinitoa, akaingia pale Benzema. Hongera sana Ethan, kocha alizungumza huku akinipa mkono na kunikumbatia. Nikamwambia nashukuru sana kocha. Niliwapa mikono wachezaji wenzangu waliopo bench, na kisha nikakabidhiwa pale koti langu kubwa na nikakaa katika seti yangu. Mpira ambako nafika dakika 93 tulikuwa tumeongoza kwa goli 6-0. Nikakabidhiwa pale mpira na referee, na waandishi wa habari wakaniomba pale mahojiano. Ethan, ni goli 9 sasa umefunga kwa mechi zote ambazo umechezea klabu yako ya Real Madrid. Umeisaidia kufunga kwa goli 4 katika hizi mechi 2. Je, unajisikiaje kwa kiwango hiki kizuri ulichobarikiwa na Mungu? Mwandishi huyu wa habari alinifanya kwanza nitabasamu kwa sekunde kadhaa, huku nikimtazama. Nikasema ni jambo zuri sana, na nashukuru Mungu kwa kuweza kuniweka misawa kutoka kwenye ile ajali ambayo niliipata hapa karibuni. Unawaahidi nini mashabiki wa Real Madrid? Jambo kubwa, wazidi kutunga mkono, kwa maana ligi ndio imeanza vizuri, na furaha kubwa ni kuona timu inapata matokeo mazuri na kushinda makombe mengi. Hongera sana. Hii ni tuzo yako ya mchezaji bora wa mechi. Nashukuru sana. Dada huyo alinipatia kiboksi fulani hivi kizuri kidogo. Nikavua jezi yangu, nikampatia dada huyo na nikamfanya kose cha kuzungumza, huku macho yakimtoka kwa furaha. Niliondoka na kumwacha akinisindikiza kwa macho yaliyojawa na furaha mno. Ila wewe mjinga wewe, upo kwenye kiwango kizuri sana ise. Sikutarajia. Fernando,
alizungumza huku akinikumbatia kwa nyuma. Nikasema timu ipo kwenye kiwango kizuri ndugu yangu. Bana, lile goli la kwanza hakika hata mimi mwenyewe siwezi kulinyaka. Na hata nikiufuata mpira, basi nitaufuata kiushahidi tu, ila hapo tukawa tunapiga story mimi na Fernando. Basi tukaingia katika chumba cha kubadilishia nguo, tukapiga pale picha za ushindi wa leo, na kisha tukaanza kuelekea kwenye basi letu ili tuweze kurudishwa kwenye kiwanja kidogo cha mazoezi ambapo ndipo zilipokuwa ofisi za makao makuu ya timu yetu. Ethan. Sauti ya kike ilifanya niweze kusimama na kugeuka nyuma. Nilimwona yule mwandishi wa habari. Nilikuwa nimempatia jezi yangu akinifuata kwa kasi. Safari hii alikuwa hana mic wala hajaongozana na kameramani wake. Mkononi mwake alikuwa ameshika jezi yangu nilikuwa nimemkabidhi. Samahani sana Ethan. Naomba upokee jezi yako, sitaweza kuichukua, samahani. Maneno ya mwandishi huyu wa habari yaliwafanya hadi baadhi ya wachezaji wenzangu ambao nilikuwa nimeongozana nao kumshangaa mno, kwani hakuna zawadi kubwa kwa shabiki kama kukabidhiwa jezi ambayo mchezaji ameitumia kiwanjani. Natambua kwamba nitakuwa nimekuudhi. Nitakuwa nimekudhalilisha mbele ya wenzako. Ila samahani, pokea zawadi yako. Kwa nini sasa? Hakuna sababu Ethan, pokea tu. Nilimtazama kwa sekunde kadhaa mwandishi huyu. Nilipokea jezi hii. Alianza kuondoka eneo hili huku machozi yakimlengalenga usoni mwake. Huyu kutakuwa kuna jambo linalomsumbua. Navas alizungumza huku sote tukimtazama dada huyo. Sikuwa na budi zaidi ya kukubaliana na ukweli kwamba jezi yangu imerudishwa. Nikaingia kwenye basi na kurudishwa makao makuu ya timu. Baada ya maelezo mafupi ya kocha juu ya utaratibu wa mazoezi kwa wiki hii, nikapewa ruhusa ya maandalizi ambayo itaniweka nje ya kikosi kwa siku kama 5 kuanzia kesho. Tukaelekea nyumbani kwa Fernando. Kutokana na kwamba mke wake ni mwanasheria wangu, ikatulazimu kupanga juu ya safari ya kuelekea nchini Marekani. Mipango ya kwenda nchini Marekani ikakamilika katika siku ya leo. Kutokana na ndege yangu ipo hapa nchini Spain, hatukuwa na haja ya kuweza kukata tiketi kwenye mashirika ya ndege. Nikarudi nyumbani kwangu na kisha nikajiandaa. Ethan, nakuomba tuweze kwenda pamoja Marekani. Vivi alizungumza huku akiwa anatazama jinsi ninavyopanga baadhi ya nguo zangu ndani ya begi langu la mgongoni. Nikatazama saa yangu mkononi, nikasema saa 3:30 sasa hivi. Wasiliana na ubalozi wa Marekani wakupatia visa. Uombe kwamba wewe ni mwanasaikolojia wangu. Sawa, wanaweza wakakupatia visa kwa masaa haya machache. Okay, sawa. Hapo kweli Vivi alianza kufanya utaratibu huo. Na haikuchukua muda mrefu sana alifanikiwa kupata visa ambayo itatuwezesha kukaa Marekani kwa siku 7. Siku iliyofuata majira ya saa 2 za asubuhi tuliondoka jijini Madrid kwa ndege yangu binafsi na kisha tukianza safari ya kuelekea nchini Marekani. Safari ambayo itatutoa bara moja kwenda bara jingine, na uzuri ni kwamba ndege yangu ilikuwa ina uwezo wa kusafiri kwa masaa 72 angani pasipo kutua ardhini. Ni ndege ambayo ina uwezo. Nimeshaandaa taratibu za kimahakama. Hivyo kufika kesho asubuhi itatulazimu mchana kuwasili mahakamani. Na okay, sawa. Ethan, naam. Hii ndege ulinunua mara baada ya kusaini mkataba na timu ya Madrid. Vivi aliniuliza swali hili. Kwanza nilimtazama kwa sekunde kadhaa usoni mwake. Nikamwambia hapana. Mimi toka nilipokuwa mtoto mdogo nilirithi utajiri wa mzee Klopp na niliweza kuendeleza huo utajiri na ukaweza kunitia mafanikio makubwa sana. Hivyo siishi tu kwa mshahara ambao ninaupokea kutoka Madrid. Sawa. Inabidi siku ukipata muda uweze kunielezea background yako ili niweze kukuelewa kwa kila jambo. Usijali Vivi. Jamani, kuna mtu anajisikia njaa? Mnaweza mkapata vinywaji. Lakini pia naweza mkapika vile vile. Kuna kila aina chakula ndani ya hii ndege. Tunashukuru. Siku iliyofuata tulifika nchini Marekani katika jiji la New York, na ujio wangu hapa Marekani sijui ni nani aliweza kuvujisha kwa waandishi wa habari. Kitendo cha mimi kutua tu katika kiwanja cha ndege, waandishi wa habari wakanivamia, walianza pale kunihoji maswali.
Walinzi ambao walikuwa wameshaandaliwa na shemeji waliweza kutusaidia pale kuingia kwenye gari ambalo lilikuwa limeandaliwa. Moja kwa moja tukapelekwa katika hoteli ambayo tulikuwa tumeweka oda ya vyumba 3. Ethan, masaa yetu ni machache sana, hivyo jitahidi sana kuhakikisha kwamba unajiandaa haraka ili tuweze kufika mahakamani. Okay, sawa. Kweli tukajiandaa na saa 8 kasoro tukaelekea mahakamani. Hadi nafika saa 8 kamili tayari tulikuwa tumeshawasili katika mahakama kuu hapa nchini Marekani. Nilimkuta Hawa akiwa anahojiwa na waandishi wa habari ambao mara tu baada ya kuniona wakatufuata pale na kutuzunguka. Usizungumze chochote Ethan. Shemeji yangu Maria aliniambia hivyo huku tukiwa tunaingia katika ukumbi wa mahakama. Nikakuta watu wengi sana wakiwa wanaisubiri kesi hii kwa hamu kubwa mno. Yaani kesi ya urithi ndio imejaza watu namna hii. Hawa ameandaa hii. Yaani inaonekana sana imeandaliwa. Ila usiofia Ethan. Wewe niamini katika hili. Sawa shemeji. Tukaonyeshwa sehemu ya mimi na shemeji yangu kukaa, huku Vivi akikaa na mashuhuda wengine katika mahakama hii. Nilimwona Hawa akiwa mwongozana na mwanasheria wake, akanitazama kwa jicho la husda na kisha wakakaa nao katika sehemu yao. Jaji akaingia katika sehemu yake na kesi kaanza pale kusikilizwa. Upande wa mlalamikaji ambaye ni Hawa anadai ya kwamba toka azae na mimi sijawahi kutoa hata senti 5 ya matumizi, na walipokuja nchini Spain niliwafukuza kama mbwa. Mimi kwanza mpaka nikashtuka sana kwenye swala la kuwafukuza wao kama mbwa. Nikageuka nyuma nikatazamana na Vivi ambaye siku ile alikuwepo nyumbani kwangu. Shtaka jingine la walalamikaji ni kwamba nimekataa kabisa kutoa huduma kwa mtoto huyu, kitu ambacho sio kweli. Haya yote yanayofanywa na Hawa ni moja ya mpango wa kunichafua. Jambo la pili, jinsi ninavyomjua Hawa, basi kutakuwa kuna mtu nyuma yake ambaye anamshinikiza katika kunichafua. Nikaitwa kizimbani na nikaapa kwa kutumia Biblia na kisha nikaanza kuhojiwa pale kwamba je, unakubaliana na mashtaka yote yaliyosomwa mbele yako? Nikasema hapana, sikubaliani nayo. Bwana Ethan, wewe ni kijana tajiri mwenye pesa zake na pia ni star katika timu ya Madrid. Inakuwaje unashindwa kumlea mwanao? Mwanasheria wa Hawa alinihoji hivyo huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema sijawahi kukataa kumhudumia mwanangu. Hawa aliniambia nchini Tanzania ya kwamba anakuja kuishi huku Marekani na aliondoka pasipo kunijulisha chochote juu ya kuondoka kwake Tanzania. Kama alikwambia, ndio uliona na wewe sasa ulipize kisasi juu ya kuto kumtunza mwanao? Sasa mimi ningejuaje eneo ambalo yeye yupo ikiwa aliondoka pasipo kuweza kuniambia kwamba anakwenda wapi? Katika kumbukumbu zangu za nyuma, kipindi Hawa anakuja nchini Marekani ni kipindi ambacho mama yake ambaye alikuwa ni rais wa Tanzania alishambuliwa na kuuawa. Naweza nikasema kwamba alikimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yake na kiumbe ambacho kilikuwepo tumboni mwake wasiweze kuuawa. Sasa hayo umeyasema wewe. Ila kama baba wa mtoto nilipaswa kuweza kufahamu hilo na nilipaswa kuweza kujulishwa ni wapi walipo. Kwa juhudi zake aliweza kuja nchini Spain kwa ajili ya kuweza kukutana na wewe. Ila uliwafukuza. Kwa nini uliwafukuza? Hapana, mimi sikuwafukuza, waliondoka wao wenyewe. Jambo ambalo nilimwambia ni kwamba siwezi kuandikisha mali zangu zote kwa mwanae. Mimi bado ni kijana, ninatafuta, na sio kwamba mimi nitaishia tu kuzaa mtoto mmoja. Ni lazima nitazaa mtoto wa pili na mtoto wa tatu na wengine huko mbeleni. Sasa itakuwaje kwa hawa ambao watazaliwa? Hapo maelezo yangu haya iliwafanya watu waliopo ndani ya mahakama hii kuanza pale kunong'ona hadi wakamfanya jaji kuweza kugonga nyundo mezani ili watu waweze kukaa kimya. Mwanasheria wa Hawa akaondoka. Ikawadia zamu ya Hawa kuhojiwa maswali na mwanasheria wangu ambaye ni shemeji yangu. Unaitwa Hawa Ramadhani? Ndio. Mtoto wa rais aliyepita nchini Tanzania? Ndio. Ulijuana vipi na Ethan? Hapo Hawa kakaa kimya huku akiwa ananitazama mimi. Nilimfahamu kupitia mamangu. Aliweza kumsaidia mamangu katika kinyang'anyiro cha kugombania urais na mama akashinda. Baada ya kumsaidia mama yako kuwa rais, ukaona ndo nafasi nzuri ya kumtongoza? Ndio, ulimtongoza. Kwani unabisha? Nakumbuka ilikuwa ni chumbani.
hadi anaingia katika chumba chako. Ikulu ni kwamba ulimkaribisha, na hakuingia kwa bahati mbaya, na hakuingia kwa kukosea njia. Ndiyo, nilimkaribisha, na baada ya kumkaribisha ulianza kumshawishi ili azae na wewe, kwa maana uliona ni mtu maarufu na mwenye pesa. Nilimweleza kwa upendo azae na mimi. Imekuwaje upendo wako leo umehamia kwenye pesa zake? Nikisema kwamba ulikuwa na mpango wa muda mrefu kuhakikisha kwamba unapata ujauzito ili uje kumfilisi, nitakuwa nakosea? Mimi hukuwa mpango wangu, nilimpenda Ethan, tena sikuweza kufikiria juu ya pesa zake, kwa maana kwamba hata mimi pia ninazo pesa zangu, ila sio nyingi kama za Ethan. Ndiyo, kila binadamu hapa duniani anataka pesa. Kila mtu anayetafuta anahitaji pesa. Hivyo na wewe ulimtafuta mtoto ili upate pesa. Katika kipindi hiko Ethan alikuwa kwenye mahusiano na Bianca, na wewe ulikuwa unalifahamu hilo. Nikisema kwamba umezaa na mume wa mtu, nitakuwa nimekosea? Hawa ilibidi akae kimya kwa sekunde kadhaa, huku akimtazama shemeji usoni mwake. Baada ya kuzaa naye ukakimbilia Marekani ili baba wa mtoto asiweze kumwona mwanae. Na baada ya maisha kukupiga na mamako kuondoka kwenye hii dunia, ukaona umtumie kiumbe wa watu ambaye hajui hata kinachoendelea uweze kujipatia tena pesa, sina maana yake. Wakati haya yanaendelea, mwanasheria wa Hawa akasema, Mheshimiwa Hakimu pingamizi. Mwanasheria Hawa alizungumza huku akiwa anasimama. Jaji akasema pingamizi limekataliwa. Endelea na maswali. Ethan alipitia matatizo kutaka kuuliwa, ila huku mtafuta. Ila juzi uliposikia amepata dili la kuchezea Real Madrid, ndio ukatoka sasa huko ulipotoka kwa ajili ya kuweza kuja kurithi kirahisi tu mali zake anazoendelea kuzitafuta. Hapana, mimi niliposikia kwamba Ethan amepata ajali ya kusababishiwa, nikaona nije Spain ili hata kama ikitokea kifa basi mwanangu au amepata haki kutoka kwa babake, na hiyo ndio maana yangu kubwa iliyokuwa. Kwa hiyo unamwambia afe ili mwanao apate mali zake. Je, mtoto wenu akifa mali atarithi nani? Mwanangu mimi hawezi kufa. Hakuna mwenye garantia kujua lini atakufa. Mamia ya watoto huwa wanakufa. Je, mwanao ni nani asife? Hapo maswali ya shemeji yangu yalizidi kumbananisha Hawa. Hawa hakutarajia kabisa kama atabananishwa hivi. Mheshimiwa, nina ushahidi ambao unamuonesha Hawa akishirikiana na ex-wife wa Ethan ambaye naye ana mipango madhubuti ya kumshusha chini Ethan kiuchumi. Shemeji yangu alipoyasema hayo, unajua nilishtuka sana, kwani sijafahamu ni wapi amepata huu ushahidi. Naomba niuwasilishe mbele ya mahakama yako. Shemeji akafungua pale briefcase yake, akatoa flash, akampa msimamizi wa mahakama, akaichomeka flash hiyo kwenye TV kubwa ilipo hapa mahakamani. Zikaanza kuonekana picha za Hawa pamoja na Bianca wakiwa kwenye moja ya mgahawa hapa nchini Marekani. Shemeji yangu ambaye ni wakili akaendelea kunitetea kwa kusema, Mheshimiwa Hakimu, huyo unayemwona hapo ni Bianca, mtoto wa aliyekuwa mgombea wa urais Mzee Paul Mkumbo. Alikuwa ni mke wa Ethan, kwani walishafunga ndoa kanisani. Bianca na babake walikuwa na lengo la kumuua Ethan, na kweli katika kipindi cha miezi takriban 6 ambacho Ethan alisadikika kufa kwenye boti, yeye babake ambaye kwa sasa ni marehemu waliweza kuhusika kwenye hilo. Hadi leo Bianca na kisasi cha kumwangamiza Ethan. Bianca aliungana na Hawa ili waweze kujivunia utajiri wa Ethan. Ukisogeza mbele kuna ushahidi wa maneno. Naomba mahakama yako waweze kusikiliza. Shemeji yangu alizungumza hivyo kwa kujiamini na kumfanya Hawa macho yamtoke. Wasiwasi anaouonyesha hakika unapelekea ushindi katika hii kesi. Habari. Salama, nani mwenzangu? Mimi Bianca. Na imani wewe ni Hawa. Ndio, umenijuaje mimi ni Hawa? Mimi na wewe tulishaye kuhudumiwa na mwanaume mmoja, ila wewe mwenzangu ulifanikiwa kupata mtoto. Na imani kwamba umeshanifahamu. Unataka nini Bianca?
natambua unapoishi Hawa. Natambua mtoto wako anaitwa Ethan Junior. Kwa ufupi na kujua wewe kwa 99%. Moja, ulinibia mume wangu kabisa wa ndoa na ukawa naye kimahusiano. Jambo ambalo nahitaji kukuomba Hawa. Nataka kuhakikisha ninamshusha chini Ethan ili niweze kukusamehe kwa kosa la kunibia mume wangu wa ndoa. Nahitaji ushirikiane na mimi. Bianca, ila Ethan yeye hajanikosea chochote mimi. Ila wewe umenikosea. Hivi unahisi ni adhabu gani ambayo inakufaa wewe ulioniibia mume wangu wa ndoa na kuzaa naye? Usigune Hawa. Kama ninajua ulipo, nini unachokifanya, na mpaka mahudhurio yake kliniki nayo, basi ninahitaji ushirikiane na mimi kwenye hili Hawa. Basi naomba muda nilifikiria hilo Bianca. Katika hili hakuna muda wa kufikiria. Ninachokihitaji unipe jibu sasa hivi. Unashirikiana na mimi au hushirikiani na mimi? Kwa ajili ya mwanangu mimi niko tayari kushirikiana na wewe. Niambie nini napaswa kuweza kufanya. Nahitaji uende nchini Spain alipokuwa Ethan, na nahitaji umshinikize aweze kumridhisha mwanao mali zake zote. Na endapo atakubali basi tutagawana. 60% ya mali itakuwa ni ya kwangu na 40% itakuwa ni mali zako na mwanao. Tukifanikisha hilo basi Ethan tutamwacha na nguo alizozivaa na atakuwa maskini wa kutupwa. Wakati sauti hii inaendelea kusikika hapa ndani ya mahakama, unajua nilimtazama Hawa, nilimshuhudia jinsi uso wake ulivyokuwa na mwangiko na machozi, kama vile nilivyohisi ya kwamba kutakuwa kuna mtu nyuma yake. Kumbe ni kweli. Bianca bado anaendesha vita yake chini kwa chini ili mradi tu aweze mimi kunifilisi. Sawa. Je, unahisi kwamba Ethan anaweza kukubaliana na huu mpango? Huyo ni mwanae. Ni lazima atakubaliana na wazo hilo. Hana ujanja na wala hataweza kupindua kwenye hilo jambo. Sawa, nitafanya hivyo. Ila nisingependa kuingia kwenye uhasama na Ethan kwa maana kwamba sina ugomvi naye. Ila kumbuka kwamba upo kwenye uhasama na mimi. Na endapo utakataa kulitekeleza hilo, basi wewe na mwanao wote nitahakikisha kwamba hammalizi huu mwaka. Ni lazima niwaue. Kauli hiyo ya Bianca iliyorekodiwa ikawafanya watu wote mahakamani kuanza kunong'ona tena na kumfanya mwendesha mashtaka kupiga nyundo mezani ili watu wakae kimya. Sawa, nitafanya hivyo. Nashukuru. Na mimi ndio nitakuwa ninakupigia ili niweze kufahamu nini kinachoendelea. Sawa. Mahojiano haya yakaishia hapo. Mheshimiwa Hakim, na imani ya kwamba umeweza kusikia juu ya mpango mbaya alionao huyu msichana pamoja na mke wa zamani wa Ethan. Wanatumia kigezo cha mtoto kuhitaji kumfilisi. Na ina imani kwamba mahakama yako itatoa haki katika hili. Ninawasilisha na sina swali jingine kwa hao. Baada ya shemeji kuzungumza hivyo, alirudi kukaa pembeni yangu huku akiwa na furaha sana, kwa maana ya kwamba hadi hapa kesi ilipoweza kufikia, basi mimi ndo mshindi wa hii kesi na tunasubiri tu maamuzi ya mahakama. Machozi yalianza kunilenga kwa kumwona huruma Hawa. Maskini ameingia kwenye vita ambayo hata hajajua chanzo chake ni nini. Mwisho wa siku anaishia tu kwenye wakati mgumu kama hivi. Nimehairisha mahakama na hukumu itatolewa baada ya siku 2 zijazo. Jaji akagonga nyundo mezani na kusimama na kisha akatufanya sote tusimame. Alipoweza tu kutoka mahakamani, waandishi wa habari wakaruhusiwa kuweza kuingia ndani ya chumba hiki na wakaanza pale kutuandama kwa kutupiga picha huku wakijaribu kutuhoji. Walikuwa wakijaribu kutuhoji kwa kusaidiwa na walinzi wetu. Kusema ukweli, tulikuwa tumeambatana nao. Tukaanza pale kutolewa ukumbini, huku waandishi wa habari wakianza pale kutufuata kwa nyuma. Nilitamani hata kusimama ili niweze kusikia neno la Hawa atakaloweza kuniambia, ila nilishindwa kabisa. Tukaingia ndani ya gari na tukaondoka hili eneo huku ulinzi ukiwa umezidi kuimarishwa. Mbele ilikuwa imetangulia gari inayofanana na gari letu, huku nyuma yetu kulikuwa kuna gari jingine ambalo lipo sawa na gari letu. Magari haya yote yalikuwa yamejaa walinzi wanaohakikisha kwamba tunakuwa tuko salama ndani ya jiji hili la New York. Ethan,
Sauti ya shemeji ilinishtua sana kutoka katika dimbwi hili la mawazo. Nilimtazama usoni mwake kwa macho yaliyojaa machozi. Vivi akampa ishara shemeji asiniongeleshe jambo lolote. No, zungumza tu. Nimeweza kuzungumza na kitengo cha CIA na nimeomba waweze kumfuatilia Bianca popote pale duniani na wamkamate, kwa sababu ni lazima ataidhuru familia yako. Je, Hawa atafungwa? Kwa mujibu wa sheria ni lazima aweze kuhukumiwa kifungo cha miaka 2 jela, kwa maana amepanga mpango wa kuhitaji kudhulumu mali ya mtu. Ila kifungo chake yeye kitakuwa ni kidogo, kwani ameshirikishwa kwenye mpango kwa kushinikizwa. Kifungo chake kidogo kinakuwa ni muda gani? Ndio hiyo miaka 2. Mungu wangu. Kwa hiyo sasa mwanangu ataishije? Hapa mahakamani ni lazima mahakama itakukabidhi wewe mwanao. Ushahidi ule umeupatia wapi? Na kwa nini hukuweza kunijulisha juu ya ushahidi huo? Ethan, kampuni yangu ina vyanzo vingi sana vya kujipatia ushahidi nyeti kama huu. Na pia sikuweza kukusikilizisha huu ushahidi kwa maana ya kwamba kuna mambo mawili ambayo ungeweza kuyafanya. Jambo la kwanza, kukubaliana na ushahidi usifikishwe mahakamani, au jambo la pili, uweze kusitisha ushahidi kufikishwa mahakamani kwa lengo la kumlinda tu Hawa. Kwa ninaelewa jinsi gani ambavyo unajisikia ndani ya moyo wako, ila hatuna jinsi, ni lazima uweze kukabiliana na hili ambalo limetokea. Naam, msikilizaji, maneno ya shemeji yangu Maria yalinifanya nikawa sina jambo la kuzungumza zaidi tu kumtazama shemeji yangu usoni mwake. Tukafika hotelini, tukakuta pale waandishi wa habari wakihitaji japo hata kunioji maswali kadhaa. Walinzi wakawazuia. Basi tukafanikiwa pale kuingia kwenye lifti. Moja kwa moja tukapelekwa hadi katika vyumba vyetu. Ninahitaji kuweza kupumzika. Baada ya masaa 3 ndio mweza kuniamsha. Hapo nilimwambia shemeji pamoja na Vivi, huku nikiwa nimesimama mlangoni mwangu. Sawa. Ethan, naweza nikazungumza nawe jambo? Nilimtazama Vivi usoni kwa macho makali mpaka kaniogopa. Nilifungua mlango nikaingia ndani na kisha nikaufunga kwa ndani. Huku nje ya chumba changu nikiwa nimewaacha walinzi wakiwa wanaendelea kulinda hili eneo zima la hii corridor. Hey. Sauti jini Ethan alikuwa amesimama kwenye moja ya kona katika hiki chumba. Ilinishtua sana. Nilijikuta nikimtazama pasipo kuzungumza chochote. Nimekuja kukuaga rafiki yangu. Kuniaga kivipi? Hatutoweza kuonana mimi na wewe tena kwenye maisha yako yaliyobakia. Nimeweza kufanikisha ile haja ya moyo wako ambayo ulikuwa nayo toka utotoni. Haja gani tena Ethan? Mbona unataka kuweza kunichanganya tu? Ethan alitabasamu huku akinisogelea. Alinishika begani na kisha kanitazama. Unakumbuka siku ulipokuwa mdogo? Katika chumba kimoja ndani ya hoteli jijini Dar es Salaam. Ulikuwa na hamu ya kufanya nini? Swali hili la Ethan likanirudisha katika kumbukumbu zangu za miaka mingi sana ya nyuma. Nikakumbuka jinsi nilivyokuwa nina hamu ya kuweza kupata nguvu, yani power, katika jamii ya Tanzania na duniani kwa ujumla. Nikamwambia ndio nimekumbuka. Hadi sasa hivi dunia nzima imeweza kukufahamu. Umekuwa na nguvu kubwa ya ushawishi katika dunia. Umekuwa ni mtu ambaye unatazamiwa kama kijana mwenye mafanikio makubwa sana. Hivyo hakikisha kwamba huo urithi ulionao unawarithisha kizazi chako. Nguvu ulioitengeneza kwenye familia yako, hakikisha kwamba haipotei. Hakikisha kwamba unakuwa zaidi ya mtu bora duniani ambaye alishawahi kutokea. Ethan alizungumza kwa upole na unyonge mno. Hii ni mara yangu ya kwanza kumwona Ethan akilengwa na machozi. Machozi ya Ethan yapo mithili ya damu, ni tofauti kabisa na machozi ambayo sisi binadamu wa kawaida yanatutoka. Kwenye kipindi chote nilichokuwa na wewe, nilihakikisha kwamba ninatimiza haja moyo wako. Ninakutenga mbali na maadui zako na unafanikiwa kuangusha maadui zako. Baada ya Bianca sasa, hutakuwa na adui mwingine yoyote. Ila Kamila umemsahau. Kamila hatoweza kukugusa tena, kwani naye haja ya moyo wake ilishaweza kutimia. Bomu wanalo litengeneza, kama nilivyokupa ahadi,
litawasambaratisha wao wenyewe siku ya majaribio. Hivyo stori yake kwenye uso wa dunia itakuwa imeishia hapo. Kwa nini sasa hutaonana na mimi ikiwa wewe na dadangu mna mahusiano? Nimeweza kumpa ruhusa dada yako kuolewa na mwanaume mwingine. Nimempa ruhusa ya kuishi maisha yake ya kawaida na kutengeneza familia kama haja ya moyo wake ilivyokuwa inahitaji. Mimi nitapotea kwenye uso wa ulimwengu na hutoniona tena, rafiki yangu. Hapo nilijikuta na shusha pumzi nyingi mno, huku machozi yakianza kunimwagika. Hakika Ethan amekuwa ni rafiki yangu aliyenisaidia kwenye mambo mengi mno. Ethan, mimi ni jini. Japo ninajiweka katika umbo la kibinadamu kama wengine, ila mimi ni jini. Sisi pia majini tupo chini ya Mungu. Huwa hatufi, ila tunatoeshwa tu katika ulimwengu huu. Duniani hatuwezi kuwepo wala kuzimu hatupo. Hivyo tuna eneo ambalo tunafungiwa na hatutaweza kutoka hadi mwisho wa ulimwengu huu. Muda huo sasa kwangu umekaribia, na ndio maana nimekuja kukuaga rafiki yangu. Maneno ya jini Ethan yalinifanya nizidi kushindwa kujizuia. Niliangua kilio kizito. Alinikumbatia na kuanza kunipiga mgongoni mwangu. Zoea rafiki yangu, ila nina zawadi moja ya mwisho ambayo nitakuachia. Ethan alizungumza huku akiniachia taratibu. Alinitazama usoni mwangu kwa sekunde kadhaa pasipo kuzungumza chochote, na kisha alinishika kwenye paji langu la uso kwa mkono wake wa kulia. Nilihisi ubaridi mkali ukipita kwa kasi mno kuanzia kichwani mwangu mpaka kwenye nyayo za miguu yangu. Ninakupatia nguvu ya kuweza kuona mambo yajayo. Ninakupatia nguvu ya kuweza kucheza soka kuliko wachezaji wote waliowahi kutokea hapa duniani. Si Pele, sio Maradona wala Messi. Utaweka historia kwenye ulimwengu wa soka ambayo mwanao pekee ndiye atakayekuja kuivunja. Utazaa watoto wenye vipaji vikubwa sana duniani na wataheshimika na kuogopewa kwa uwezo wa vipaji vyao walivyo navyo. Utaishi miaka mingi pasipo kuuma wala kukumbwa na maradhi. Pokea hivyo. Ghafla nilihisi mwili mzima ukishiwa nguvu. Nilijikuta nikianguka chini na pale pale fahamu zikakata. Naam. Kengele ya mlangoni inayoashiria kwamba kuna mtu anabisha hodi ilinishtua sana. Nilifumba macho yangu, nilichunguza eneo hili, nikagundua kwamba nipo ndani ya chumba changu katika hoteli hii tuliyokuwa tumekodisha. Nikajikuta nikiwa nimelala kitandani, nikiwa nina nguo zangu zote. Nilishuka kitandani huku nikipiga miao ya uchovu. Nilijinyosha viungo vyangu kwa sekunde kadhaa na kisha nikatembea hadi mlangoni na kisha nikaufungua mlango. Oh. Asante Mungu umefungua. Bibi alizungumza huku akiwa anaingia ndani humu na shemeji. Bibi, kuna nini kwani? Ethan, masaa matatu uliotuambia tukuamshe yameshapita. Tumesimama hapo mlangoni tukigonga kwa zaidi ya robo saa mpaka tukahisi kuna tatizo ambalo limekukumba. Nikataka kuwajulisha uongozi wa hii hoteli, ila nikaona nitatengeneza tetesi nyingine ambazo sio nzuri kwa sasa. Shemeji alizungumza huku akitazama tu ndani hiki chumba. Nikasema uoga wenu, hakika mimi nimechoka sana. Nilizungumza huku nikiendelea kupiga miayo mingi sana. Nikakaa kitandani huku nikiwa ninawatazama wao. Lazima tuwe waoga. Kwa hali jinsi ilivyo, ni lazima tujawe na wasiwasi. Ethan, nimepokea simu kutoka kwa mkuu wa kitengo cha CIA. Kinahitaji uweze kuthibitisha kwa kinywa chako kwamba Bianca aweze kukamatwa. Mimi niidhinishe juu ya kukamatwa kwake? Sasa hapo mimi ni nani mpaka niidhinishe? Wewe ni mume wake wa ndoa ambaye ndiye unajulikana. Na pia kumbuka Bianca ni Mtanzania na wala sio Marekani. Hata unapokwenda kufanya kazi yao nje ya Marekani, basi wanahitaji idhini yako. Waambie nimekubali. Shemeji kwa kutumia simu yake ya mkononi alipiga video call kwa mkuu wa kitengo cha CIA. Baada ya simu hiyo kupokelewa, alinikabidhi. Nikaonana na mwanamama huyu mwenye asili ya Afrika na ana sura mbaya kiasi. Sauti yake nzito ilinifanya nimtazame pasipo kujibu salamu yake. Ethan, nasubiri jibu lako. Salama. Juu ya swala la kukamatwa kwa mke wangu mimi nimekubaliana nalo.
Basi tutawasiliana na wewe pale zoezi hili litakapoweza kuisha. Na okay, nashukuru. Simu hiyo ikakatwa na nikisha nikamrudishia shemeji simu yake. Huyu mwanamama mbona kama mwanaume? Wewe acha tu, ila ndo majukumu hayo. Kwenye vitengo kama hivyo huwezi kuwa kiongozi ukiwa uko legelege. Sawa. Ila sijawauliza ni wapi alipo Bianca, kwani waliniambia wanataka tu kwenda nchini Tanzania. Hapo nilijikuta nikifumba macho na kisha nikaanza kumfikiria Bianca eneo alipo. Kama jinsi kompyuta inavyotafuta mafaili yaliyohifadhiwa ndani ya kompyuta hiyo, ndivyo jinsi akili yangu nayo pia ilivyofanya kazi kwa kasi vibaya mno. Ninamshuhudia Bianca akiwa yuko nchini Afrika Kusini katika mji wa Cape Verde akila tu maisha na mume wake. Nikasema hayuko Tanzania. Nani? Bianca. Wewe umejuaje Ethan? Nikafumbua macho yangu, nilimtazama shemeji usoni mwake. Nikamwambia waambie CIA waelekee nchini Afrika Kusini katika mji wa Cape Town, ndipo atakapompata Bianca na wasijisumbue kwenda nchini Tanzania. Hapo shemeji akampigia mwanamama huyo na akampatia hizo taarifa na akashukuru sana na akaahidi atatuma kikosi chake kwenda nchini huko. Mlango uligongwa na sote tukatazamana. Kuna mgeni yote mlipanga au nani na mimi? Hapana. Je, mliagiza chakula? Hapana. Sasa atakuwa nani anayegonga mlango? Sijajua kwa kweli. Shemeji akataka kwenda kufungua mlango ila nikamzuia. Niliwaomba waweze kukaa eneo ambalo mtu ninayekwenda kumfungulia mlango hataweza kuwaona. Nikatembea kwa hatua za kujiamini mpaka mlangoni. Taratibu nikafungua mlango huu. Nilijikuta nikishtuka sana mara baada ya kumwona Hawa akiwa amesimama huku mikononi mwake akiwa amembeba mwanangu Ethan Junior. Tukatazamana na Hawa kwa sekunde kadhaa na machozi yalianza kumbubujika huku walinzi wanaotulinda wakiwa wamemzunguka kuhakikisha kwamba kama ana jambo baya lolote anallohitaji kuweza kunidhuru basi asiweze kufanikiwa kulitekeleza jambo hilo. Okay. Ni sawa. Niliwaambia walinzi Hawa na taratibu wakatawanyika. Ila umakini wao wote ulikuwa kwa Hawa. Nikamwambia Hawa ingia ndani. Shemeji na Vivi wakabaki wakiwa wamejawa na mshangao mkubwa mno. Hapakuwa na mtu aliyeweza kutarajia ujio wa Hawa katika hili eneo. Nilimkaribisha Hawa kwenye kiti na taratibu akakaa huku akiwa anawatazama Vivi na shemeji. Kwa ishara niliwaomba Vivi na shemeji waweze kutoka nje na waniache na Hawa tuweze kuzungumza. Ethan. Naam, nakusikiliza. Kuna ule usemi ambao unasema kwamba mwanamke mjinga ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Ndio. Mimi ni miongoni mwa hao wanawake wajinga. Ethan, sikupanga kukusaliti hata siku moja wala sikufikiria kwenda kinyume na wewe. Nina imani ya kwamba moyoni mwako unanijua. Na ninahisi ulinishangaa sana kwa nini mimi nimefanya mambo yote haya. Na kumbuka hata kipindi nilipokuwa nayafanya mambo haya yote sikuweza kukutazama machoni mwako kwa sababu nilifanya kwa kushinikizwa. Kwa nini ukuniambia kwamba Bianca yuko nyuma ya hili jambo? Kila nilichokuwa nakifanya, kila nilipokuwa ninakwenda, aliweza kuweka watu wake ambao walinichunguza na kunifuatilia kwa kila hatua na sikuweza kufanya jambo lolote lile. Hata simu zangu zote ni lazima zipitie kwake ndio zimfikie mhusika. Hata kuja kwako Spain ni yeye aliweza kunipa watu wa kunileta huko, na hata yule dereva hakuwa dereva kama ulivyomuona, ila ni mtu wake. Ndani ya moja ya begi kulikuwa kuna laptop ambayo ndani yake kulikuwa kuna bomu. Sio jambo rahisi kwa mashine au askari yote ule wa uwanja wa ndege kuweza kufahamu ya kwamba ndani ya hiyo laptop kulikuwa kuna bomu. Hivyo siku ile ningeenda kinyume na wewe, basi angelipo bomu hilo. Mimi, wewe na mtoto tungekufa kwa pamoja. Hawa alizungumza huku akiendelea kumwagikwa na machozi. Ili kukulinda wewe, ili ni lazima kuondoka nyumbani kwako. Ila njia nzima nilikuwa ninalia kwa uchungu sana. Sio kwa uchungu wa kushindwa kukabiliana na maamuzi yako, la hasha. Nilikuwa ninaumia kwa maana kwamba nina mzigo mkubwa sana kwenye maisha yangu. Niwalinde wewe na mwanao. Nisamehe sana Ethan. Hata mamangu huko aliko nina imani ya kwamba anafahamu hali ngumu ambayo mwanae ninaipitia. Maneno ya Hawa
yalinifanya nianze kulengwa na machozi, huku nikijizuia kuulainisha moyo wangu kwa haraka kutoa msamaha ambao sijajua kwamba una faida gani au una madhara gani kwangu. Mimi kwa sasa ni mfungwa. Nipo tayari kupokea kifungo ambacho ninastahili kwa hili kosa ambalo nimekufanyia. Ila ninachokuomba ni kuachia mwanangu kwa mema tu. Huyu mtoto wetu sote. Japo hapo mwanzo nimetanguliza ubinafsi wa mwanangu. Mlee kwenye maadili ya kupendeza. Hakikisha kwamba anakuwa ni kijana mwema. Hakikisha unamueleza mema juu yangu na bibi yake. Tafadhali usije kumpandikiza chuki dhidi ya familia mama yake. Hawa taratibu akanyanyuka kwenye hiki kiti na kunikabidhi huyu mtoto. Mtoto anapenda sana kuangalia katuni, kucheza na midoli, pia kuangalia mpira. Anapenda sana maziwa ya chocolate pamoja na ndizi zilizopondwa ambazo sisi kule Moshi tunaziita mtori. Hapo nilimpokea mwanangu huku nikiendelea kushangaa maamuzi haya ya Hawa. Ninatambua miaka 2 ambayo ninaweza kuhukumiwa na kukaa jela. Mwanangu anakuwa vyema mikononi mwako. Ninakuamini sana Ethan, na wewe ndiye mwanaume wa pekee ambaye nakupenda. Haitokuja kukaa itokee nimpende tena mwanaume mwingine zaidi yako. Hawa mara baada ya kumaliza kuzungumza maneno hayo alianza kutembea kuelekea mlangoni. Kwa haraka nikamweka kitandani mtoto na kisha nikamwahi nikamzuia. Unaondokaje pasipo kuweza kusikia neno langu lolote sijazungumza? Ethan, mimi ni mkosaji kwako. Natambua kwamba uweze kunisamehe tena kwenye haya maisha. Ila zawadi ya mtoto hiyo hapo. Tafadhali mlee vizuri mwanangu. Hapo nikaufunga mlango wa hiki chumba kwa ndani. Niliweka funguo mfukoni. Nikamshika Hawa mkono na kisha nikaingia naye bafuni. Nilifungulia maji ya bomba ili hata kama kina Vivi na shemeji watakuwa nasikiliza mazungumzo yetu, basi watashindwa kusikiliza kinachoendelea. Nilifungua zipu ya gauni hili refu alilokuwa amelivaa Hawa. Nilimfanya jawe na mshangao. Ethan, unahitaji kufanya nini? Hawa alizungumza huku akinigeukia kwa haraka na kunitazama usoni mwangu. Sikumpa muda wa kutoa swali jingine kinywani mwake. Nilianza pale kumpigia mabusu kwa hisia kali. Japo kwa awali Hawa alijifanya kama kuleta vipingamizi vya hapa na pale, ila mwisho wa siku alijikuta analegea kabisa. Baada ya kumaliza nilichokuwa nimekusudia kukifanya, Hawa akaniambia, "Kwa nini umeweza kushiriki na mimi tendo ikiwa mimi ni mkosaji kwako?" Mkosaji ni kwa macho ya watu wengine, ila mimi wewe kwangu ninakujua. Mama yako ninamjua, na laiti kama ingekuwa si Bianca usingefanya haya yote uliweza kuyafanya. Nashukuru kwa kutambua hilo. Nitahakikisha kwamba hii kesi inafungwa kabla haijafika tamati. Hapana Ethan, acha nitumikie hiki kifungo. Hiki kifungo ni haki yangu, tafadhali sana baba Ethan. Acha nikitumikie hiki kifungo. Una uhakika unahitaji kuhukumiwa? Ndio Ethan, acha sheria ifuate mkondo wake. Huwezi jua Mungu ana makusudi gani juu ya hili. Kweli tukakumbatiana na Hawa kwa dakika kadhaa. Hiki ni kipindi kigumu sana kwa Hawa anachokipitia kwenye maisha yake. Tukarudi chumbani, nilimkuta Ethan Junior akiwa amejigeuza pale kitandani kwa furaha mno. Naomba tupige picha ya ukumbusho. Nilizungumza hivyo na kumfanya Hawa kutabasamu. Tulianza pale kupiga picha kadhaa kwa kutumia simu yangu. Zoezi hili lilipoisha, Hawa kaniomba aweze kuondoka na kurudi nyumbani kwake. Je, naweza nikapafahamu kwako? Hapana. Kwa nini? Hapana Ethan, waandishi wa habari wapo kila sehemu. Sihitaji kukuchafua kama nilivyofanya hivi. Naomba niweze kurudi nyumbani. Kiukweli sikuhitaji kuyapinga maamuzi ya Hawa. Nilimfungulia mlango na akatoka ndani humo na kuwafanya Vivi na shemeji kuingia kwa haraka mno, huku akiwa amejawa na mshangao kumwona mtoto akiwa amebaki kitandani. Wewe, imekuwaje umemwacha mtoto? Ni maamuzi yake binafsi. Nitamlea huyu mtoto. Ethan, uso mtego kweli? Hapana. Namfahamu Hawa, na hili alilolifanya ni kwa ajili ya usalama wangu na mwanangu. Hivyo msimhukumu kwa kumtazama tu. Ila Ethan, huyu mwanamke ni mshenzi sana, hakupaswa hata kukuona.
Vivi alizungumza kwa jazba kidogo. Nikasema, Vivi, kumbuka huyo mwanamke unayemzungumzia ni mama wa mwanangu. Mwanamke aliyehakikisha anapambana na kulinda familia yake. Na siku nyingine nisikusikia unazungumza vibaya kuhusu Hawa. Si wewe wala shemeji. Nadhani mmenielewa. Hapo nilizungumza kwa usirias kidogo na kila mtu aliitikia kwa unyonge, kwani mimi ndiye mwenye maamuzi ya mwisho. Siku iliyofuata mkuu wa kitengo cha CIA alitupatia taarifa ya kwamba umefanikiwa kumkamata Bianca na yuko njiani kuletwa nchini Marekani kwa ajili ya kusomewa mashtaka. Kwa upande mmoja ama mwingine ni jambo lililojaa furaha sana kwetu, ila moyoni mwangu nilikuwa nina hamu sana ya kuweza kupata nafasi ya kuzungumza na Bianca ili niweze kumuuliza ule upole wake na unyenyekevu wake aliokuwa ananionyesha umeishia wapi. Ethan, kesho ndio siku ya mahakama. Je, unahitaji kushikilia msimamo wa kumweka kizimbani Hawa ikiwa mtoto amemwacha hapa? Shemeji, acha mahakama ifanye kazi yake. Sawa. Ila nipangie utaratibu wa kuonana na Bianca mara baada ya kuweza kufikishwa hapa Marekani. Sawa. Shemeji alianza kushughulikia jambo hilo na kwa bahati nzuri tukapewa nafasi ya kuonana na Hawa. Majira saa 6 za usiku tukaja kuchukuliwa hotelini hapa na askari wa kitengo cha CIA. Kwa kutumia helikopta yao, moja kwa moja tukaelekea mpaka makao makuu ya kitengo hiko. Mimi na shemeji tukaruhusiwa kuingia katika chumba kilichokuwa kimefungiwa Bianca, ambaye mara baada kuniona alishtuka sana. Umekuja kunikejeli ama? Bianca aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia, shemeji, naomba tupishe. Sawa Ethan. Kwenye kila kona ya chumba hiki kumefungwa kamera ambazo zinarekodi kila kitu ambacho kinaendelea humo ndani. Itakuwaje nikukejeli ikiwa ulihitaji kuweza kuchukua mali zangu kwa kumtumia mwanamke niliyezaa naye? Kwa nini umekuwa hivi Bianca? Ile hekima kama mke ilipotelea wapi? Au ulikuwa unaigiza? Sikiliza Ethan. Kama vile ulivyokuona tuigizia sisi kwenye yetu familia, ndivyo jinsi nami nilivyofanya. Alafu ninajilaumu, ni kwa nini sikukua toka kipindi kile? Nisingekuwa ninasumbuliwa kama hivi ninavyosumbuliwa sasa. Bianca, isiwe hivyo. Bifu la baba yako na mimi, kwa nini unalihitaji kuweza kulitia kwangu? Babako aliniulia wazazi wangu na kuwapokonya ardhi yao yenye madini. Kwa nini sasa wewe umeamua kuweza kunirudia mimi? Ethan, sijakuja kukusikiliza stori zako za nyuma hapa. Ondoka na wala usihisi ya kwamba ninajutia kwa kila nilichokifanya kwako. Hapana, sina majuto ya aina yoyote. Maneno ya Bianca yalizidi kunishangaza. Hakika wanawake ni watu wa ajabu mno. Kwa jinsi alivyokuwa ananifanyia Bianca, wala sikudhani kama anaweza kunibadilikia na kuwa mkatili hivi. Sikiliza Ethan, ombea nife. Ila kama sitokufa, nitahakikisha kwamba sikuachi ukawa na amani. Ni lazima nikuwe tu Ethan Klopp. Ulizifuta ndoto za wazazi wangu, na mimi lazima nifute ndoto zako. Bianca alizungumza kwa ukali sana, huku akiwa anahangaika kwenye hiki kiti, huku miguu yake na mikono yake vikiwa vimefungwa pingu. Machozi yalianza kunilenga. Hakika roho ya kikatili aliyopandikizwa Bianca haitaweza kubadilika. Ethan Klopp, ni lazima nikuwe. Bianca aliendelea kuzungumza kwa ukali hadi askari wawili waliingia ndani humo ili kuhakikisha kwamba Bianca hanidhuru kwa lolote. Sikuwa na jambo lolote la kuzungumza zaidi ya kusimama na kutoka ndani humo, huku macho yangu yakiwa yamejawa na uchungu wa machozi. Nahitaji kurudi hotelini. Ila umeridhika kwa kumuona? Mkuu wa kitengo cha CIA aliniuliza hivyo, nikasema ndio. Basi safari njema. Tukaingia kwenye helikopta. Vivi alinikabidhi mwanangu na kumpakata mapajani. Tulifika hotelini na moja kwa moja nikaelekea chumbani kwangu. Asubuhi na mapema nikawa wa kwanza kuamka. Nilifanya mazoezi ya viungo kama kawaida, na baada ya kupata kifungua kinywa majira ya saa 4 kasoro tukaelekea mahakamani kusikiliza hukumu ya mahakama. Nikaonana na Hawa, ila safari hii alikuwa amekuwa ni mnyonge sana kiasi cha kumfanya poteze furaha. Muda wa kuendeshwa mashtaka ukaanza, huku makosa ambayo nilishtakiwa nayo hapa mahakamani yakianza kusikilizwa.
Mahakama imechukua maamuzi ya kumrejesha mtoto Ethan Jr. mikononi mwa baba yake, na pia mahakama imemkuta na hatia Bi Hawa Ramadhani. Anatuhumiwa kifungo cha nje kwa miaka 2. Hataruhusiwa kukutana na mwanaye kwa kipindi hiko cha miaka 2 wala kutoka nje ya jiji la New York wala Marekani. Baada ya maamuzi hayo kutoka kwa jaji aligonga nyundo mezani, akimaanisha kwamba maamuzi hayo yameshapitishwa. Jaji alipotoka mahakamani, nilimfuata Hawa alipokuwa amesimama, huku askari wa kike wakiwa tayari wamemzunguka. Naomba niweze kuzungumza naye. Maskari wakaniruhusu. Nilimsogelea Hawa huku nikiwa nimejawa na tabasamu usoni mwangu. Wewe bado ni familia yangu. Kuwa huru kunipigia simu muda wote. Sawa Ethan. Nashukuru kwa hukumu hii pia. Na imani ya kwamba namba yangu ya simu unaifahamu. Ndio. Hawa alimbusu mwanae kwa mara ya mwisho na kisha akanikumbatia kwa nguvu, huku watu wengi mahakamani hapa wakiwa wanashangaa ni kwa nini tunakumbatiana ikiwa Hawa ndio mkosefu. Hawa akaondoka mahakamani hapa chini ya ulinzi wa askari, na katika kipindi cha miaka 2 atakuwa analindwa na askari popote aendapo katika jiji hili la New York, na itampasa kusaini mahakamani kila siku asubuhi na jioni kwamba yuko ndani ya jiji hili. Tukarudi hotelini, tukachukua kila kilicho chetu na kuelekea uwanja wa ndege. Waandishi wa habari wakatuvamia pale uwanja wa ndege, huku wengi wao wakihitaji kusikia japo neno kuhusiana na hii kesi. Ni maamuzi mazuri walioyatoa mahakama, na nitahakikisha kwamba ninaishi na mwanangu katika mazingira mazuri. Je, mama yake hataweza kuonana naye? Inabidi kufuata sheria za mahakama, siwezi kukiuka maamuzi hayo. Hivyo kila jambo kuanzia sasa litaenda kama vile sheria ilivyoweza kuhitaji. Nashukuru sana waandishi wa habari, naomba niweze sasa kwa ndege. Hapo walinzi wakanisaidia kunipitisha katikati ya waandishi hawa wa habari ambao kila mmoja alikuwa anajitahidi kuchukua picha ya ukumbusho. Tukaingia kwenye ndege huku nikiwa nimembeba mwanangu, na taratibu safari kurudi nchini Spain ilianza. Naam. Jina langu la Ethan Klopp lilizidi kutawala ulimwenguni. Uwezo wangu wa kupachika magoli kwa timu pinzani ukaanza kufifisha stori za Messi na Ronaldo katika ulimwengu wa soka. Hakika uwezo walionipatia jini Ethan umenifanya kila mechi ninafunga magoli 3 kwenda juu. Timu pinzani zilizidi kuniogopa mimi pamoja na timu yangu ya Real Madrid. Mabeki na makipa wa timu zote za Spain na timu zinazoshiriki kombe la UEFA nao waliweza kuniogopa, unaambiwa. Katika mechi 20 za mzunguko wa kwanza wa ligi hii ya La Liga, nimefanikiwa kufunga magoli 60, ikiwa ni historia kubwa na ya kipekee ambayo nimeweza kuiweka katika hii ligi na duniani kwa ujumla. Miezi 2 iliyopita, nimeweza kuihamishia familia yangu nchini Spain. Dada yangu pamoja na Latifa wote wanaishi na mimi. Kwa upande wa Queen alibaki nchini Tanzania kama msimamizi wa mali zangu zote, ikiwemo mgodi ambao hapo awali ulikuwa unamilikiwa na Mzee Paul Mkumbo. Ethan, Hawa aliniita kwa sauti ya upole huku tukiwa tunazungumza kupitia video call. Nikamwambia naam. Unakumbuka siku ambayo tulifanya mapenzi pale hotelini? Ndio, ninakumbuka. Basi siku ile nilikuwa nipo kwenye siku zangu za hatari na niliweza kutoka na ujauzito. Ndio Ethan. Sasa kwa nini hukunieleza siku zote hizo? Tunazungumza mara kwa mara. Nilikuwa natafuta nafasi hiyo ya kukueleza. Madaktari wameniambia kwamba mtoto atakayezaliwa ni mtoto wa kike. Asante Mungu. Ndio, nina imani huyu atakuwa ni zawadi yangu, kwa maana kwamba sasa umenieleza kwamba unaishi na mwanamke mwingine. Ni kweli, ila haijalishi kama naishi na mwanamke mwingine. Wewe ni mke wangu na una mimba yangu, na kama ingekuwa sio kifungo, basi ningehakikisha unakuja kuishi huku nchini Spain. Ila hakikisha tu kwamba unalinda mimba yangu. Sawa, ni mume wangu, nimekuelewa. Baada ya kupata taarifa hii, sikuhitaji kumficha mtu yote wa familia yangu. Latifa alifurahia kwa ujio wa mtoto huyo wa mwanamke mwenzake, huku naye tumboni mwake akiwa na ujauzito wa mwezi 1.5. Baada ya miezi kadhaa, Hawa alijifungua mtoto huyo wa kike na nikaenda kumuona nchini Marekani, na nikawatangazia ulimwengu ya kwamba kwa sasa nina mtoto wa pili niliyezaa na Hawa. Kila mtu aliweza kunipongeza kwa hilo. Wanasheria wangu wakiongozana na shemeji yangu wakafuatilia juu ya hukumu ya Hawa aliyokuwa amepatiwa. Wakakata rufaa na kuomba mahakama iweze kumwachia huru Hawa. Kutokana na mimi na Hawa tulikuwa tumebahatika kupata mtoto mwingine, hatukuwa na haja kuendelea kumshikilia Hawa na wakaamua kumwachia huru.
Kutokana na Marekani hakuna makazi yangu, nikarudi na hawa pamoja na mwanangu nchini Spain na tukaendelea na maisha yetu ya kila siku. Hapakuwa ugomvi wote kati ya Hawa na Latifa, na wote ninaishi nao nyumba moja. Nilishangaza ulimwengu pale nilipofunga nao ndoa siku moja wote wawili, jambo ambalo watu wengi waliweza kunisifu kwa kuweza kuwaweka wanawake hawa chini ya uangalizi wangu, na wote wananitii na kunijali. Makombe mfululizo ninayoyashinda kupitia timu yangu hii, huku nikiwa ni mchezaji wa pili kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa dunia Ballon d'Or kutoka katika bara la Afrika, wa kwanza akiwa ni George Weah. Mafanikio yangu katika soka yakasaidia timu yangu ya taifa ya Tanzania kushiriki kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia. Mamilioni ya watu nchini Tanzania, mategemeo yao na matumaini yao wameyaweka kwangu katika mashindano haya ya kombe la dunia. Si wa Tanzania tu, ila hata wa Afrika wanatazamia timu yetu ya taifa ya Tanzania iweze kuchukua kombe hili. Mimi na timu yangu ya taifa tukaelekea nchini Russia kwa ajili ya mashindano haya, huku wake zangu na wanangu na wifi yao wakija nchini Russia kwa ajili ya kushuhudia kombe hili. Mashindano haya yakaanza huku kundi letu tukiwa tumepangwa na Ujerumani, Mexico na Canada. Katika mzunguko wa makundi tulifanikiwa kumaliza wa kwanza, huku nyuma yetu tukifuatiwa na Ujerumani. Mashindano haya yalizidi kuweza kutuendea vizuri mpaka tukafanikiwa kufika fainali, huku tukiwa tumekutana na timu ya Spain ambayo kwa asilimia kubwa wachezaji wake wanacheza timu ya Real Madrid na Barcelona. Mtanange huu wa mwisho wa fainali katika mashindano haya ya kombe la dunia umesheheni mashabiki wengi sana. Katika siku zote za maisha yangu ya soka, leo ndo nimecheza kwa kiwango changu chote. Hakika nimekuwa mwiba sana kwa wapinzani wenzangu ambao kwa mara kadhaa walijikuta wakinichezea rafu za makusudi ili kuhakikisha tu ya kwamba wananitoa nje ya kiwanja kabla hata dakika 90 kuweza kuisha. Faulo iliyochezwa nje kidogo ya box la kipa upande wa upinzani dakika ya 90 ilinifanya kwanza nitulize akili yangu sana, kwani hadi sasa kuna timu iliyoona goli la mwenzake kwa kufunga. Niliweka mpira sehemu ambayo refali aliagiza mpira huo uwekwe. Nikarudi nyuma kwa hatua 4 huku nikiwatazama wachezaji wa Spain wakijipanga vizuri kuhakikisha kwamba mpira huo hauingii golini. Ethan, unapiga au nipige? Mchezaji mwenzangu aliniuliza. Nikasema niachie huu mpira kidogo. Poa. Refali alipuliza filimbi. Mchezaji mwenzangu akafanya kama nilivyokuwa nimemwagiza. Nilipiga shuti la chini chini, likaingia katika mwamba wa chini kabisa na kuwafanya mashabiki waliopo hapo uwanjani kunyanyuka kwa furaha. Nikakimbia karibu na eneo la kona na ilianza pale kusereleka kwa magoti, huku wachezaji wenzangu wakinifuata kwa nyuma. Wakaniangukia kwa juu huku mimi nikiwa nimelala chini. Dakika 5 ziliongezwa. Zilikuwa ni dakika ngumu sana kwetu, kwani wapinzani wetu walikuwa wanaleta mashambulizi kuhakikisha kwamba wanakomboa goli hili. Ikatulazimu wachezaji wote sasa kurudi nyuma kuhakikisha kwamba goli hilo halirudi. Mapambano haya yakamuliwa na refa dakika 95. Wachezaji wenzangu wote wakanikimbilia na kuanza sasa kuninyanyua juu, huku ndoto ya Watanzania na Waafrika wengi kwa pamoja barani Afrika hapa ni kuchukua kombe hili la dunia. Hadi nimekabidhiwa kombe hili ambalo sikuwahi kulishika maishani mwangu, ndio nikaamini kwamba nimeshinda kombe hili. Hakika nimekuwa mchezaji wa kwanza barani Afrika kushinda kombe la dunia. Tukarudi nchini Tanzania huku tukipewa heshima kubwa sana na kupokelewa mithili ya wanafalme. Mheshimiwa Rais, kwa heshima ambayo nilikuwa nimeiletea nchi yangu ya Tanzania, alinizawadia mji mzima wa Kigamboni na ukabadilishwa jina na ukaitwa Ethan Land, huku kukiwa kuna sanamu langu kubwa sana lililojengwa katika huo mji. Baada ya miaka 2 nikajenga kiwanja kikubwa cha mpira katika mji wangu wa Ethan Land, huku nikimiliki timu ya mpira iitwayo Kigamboni FC. Maisha yangu ya soka yakaendelea kung'ara siku hadi siku. Katika muda mfupi sana nikafanikiwa kuvunja rekodi ya magoli ya wachezaji nguri wa mpira duniani kama Pele. Nikawa mchezaji pekee ambaye ninatazamiwa kuweka rekodi ambayo hakuna mchezaji mwingine ambaye atakuja kuweza kuivunja. Habari ya kulipuka ya viungu vya nyuklia nchini Ujerumani vilinishtua sana. Sio mimi tu, hata dunia nzima ilishtuka juu ya habari hiyo. Huko habari ya Kamala kuwa ni miongoni mwa watu waliofariki katika visima hivyo ilizidi kunishtua sana. Na hapa ndipo nikakumbuka maneno ya rafiki yangu jini Ethan ya kwamba endapo wakijaribu kulipua bomu walilolitengeneza kutokana na formula ambayo niliwapatia, basi matokeo yao ni wao kufa. Nikasema asante Mungu.
na naomba uendelee kuniongoza mimi na familia yangu. Nilizungumza maneno hayo kimoyomoyo huku nikizima TV ya chumbani kwangu mara baada ya kuitazama taarifa hiyo ya habari. Nikapanda kitandani, nikamkumbatia Latifa kwa nyuma huku nikipapasa tumbo lake lililobeba ujauzito mwingine. Ambapo kwa sasa nina Ethan Junior na Agnes na Tony, na huyu anayefuatia ni wa kike na tumepanga kumpatia jina la Christina. Bana, mimi ninamshukuru Mungu kwa kumaliza mzigo huu. Niwashukuru wasikilizaji wote mliofuatilia mzigo huu. Niwashukuru pia wanafamilia wa VIP ambao mmeniunga mkono kwa kunisapoti mwanzo mpaka mwisho. Na hapa ndo tumeimaliza simulizi hii tamu ya Power kutoka kwake mwandishi Edazaria G. Msulwa. Mimi naitwa Uncle J. Kigongo kinachofuata kinaitwa Rise Up kutoka kwake Edazaria G. Msulwa. Asante sana. Mimi nikutakia wakati mwema. Bye bye.